Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe tena. Amina. So acha tuamini tuombe. Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, asante kwa neema hii ya kipekee uliyotupatia Bwana. Mungu, tazama ulimwengu mzima umeingia katika kumbukumbu Bwana la kukumbuka kuzaliwa kwake Yesu Kristo Bwana. Mungu, kweli katika maandiko haujaweka tarehe Bwana, licha ya kuwa tokeo hilo Bwana la mwanae Yesu Kristo kuzaliwa Bwana ni tokeo ambao Bwana liko wazi kwa maandiko Bwana. Mungu, atuhubiri kuhusiana na tarehe Bwana. Kile Mungu kupitia Roho yako aliye mtakatifu Bwana, unataka izidi kuletwa wazi Bwana. Kunaye mwana ambaye ulimtuma kutoka kifuani mwako Bwana. Ulimtuma Bwana kutoka mbingu ya tatu akaja hapa duniani Bwana, ili asaliwe na mwanadamu, anyonye hata kwa mwanadamu Bwana, hata apeane mwili wake Bwana kutairiwa kwa wanadamu Bwana, naishi Bwana katika wanadamu, ili Bwana kwa rehema na neema zako Bwana apate kuwapa wanadamu toba, na hata kupitia damu yake Bwana apate kuosha wanadamu, ili Yesu mwenyewe apate kuzaliwa ndani ya mioyo ya wanadamu. Na hiyo ndiyo kuzaliwa kwa Yesu Kristo Bwana. Mungu, nenda ukanene wale ambao hajazaliwa Bwana mara ya pili, wale ambao Yesu Kristo hajazaliwa ndani ya mioyo yao Bwana, wale ambao Yesu Kristo hajazaliwa ndani ya hori ya mioyo yao Bwana. Wacha Kristo Yesu akazaliwe Bwana. Nenda ukatoe kila kitu ambacho kinazuia Kristo kuzaliwa Bwana. Asante kwa kuwa umesikia. Asante kwa kuwa Bwana utatenda. Asante kwa kuwa Bwana utanena. Na ni kwa jina lake Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu tumeomba hata tukiamini. Amen. Tuangalie kitabu cha Luka. Tuangalie kitabu cha Luka. Luka, tuangalie 2. Luka 2. Naweza kuanza mstari wa 5. Waweza anza mstari wa 4 ni sawa. Luka 2 anza mstari wa 4. Luka 2 mstari wake ni wa 4. Utasoma kwa uwezo wa Mungu kupitia Roho wake Mtakatifu. Yusufu naye aliondoka Galilaya toka mji wa Nazareti, akapanda kwenda Uyahudi mpaka mji wa Daudi uitwao Bethlehem, kwa kuwa yeye ni mtu wa mbali na jamaa ya Daudi, ili aandikwe pamoja na Maria mkewe, ambaye amemposa naye ana mimba. Ikawa katika kuzaa huko, siku zake za kuzaa zikatimia, akamzaa mwanawe kifungua mimba, akavika nguo za kitoto, akamlaza katika hori ya kulia ng'ombe, kwa sababu hawakupata nafasi katika nyumba ya wageni. Zarejelea mstari wa 7. Akamzaa mwanawe kifungua mimba, akamvika nguo za kitoto, akamlaza katika hori ya kulia ng'ombe, kwa sababu hawakupata nafasi katika nyumba ya wageni.
Zarejelea tena, hawakupata nafasi kwa sababu hawakupata nafasi katika nyumba ya wageni. Zarejelea mara ya mwisho, kwa sababu hawakupata nafasi katika nyumba ya wageni. Ya hivyo ndio Mungu anasema, hawakupata nafasi katika nyumba ya wageni. Tunaangalia kuhusiana na ni nini ambao inazuia Yesu asizaliwe ndani ya mioyo yetu. Ni nini inazuia Yesu asizaliwe ndani ya moyo wangu na ndani ya moyo wako? Mariamu tayari yuko mjamzito. Lakini tukiangalia hiyo hali hapo ni kwamba Mariamu akiwa katika ujauzito wake, amefika wakati sasa anafaa ajifungue. Mariamu anafaa ajifungue. So Mariamu na Yusufu, huyu mtoto ambaye yuko ndani ni Yesu Kristo kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Yesu anataka kutoka, lakini sasa mahali ambapo mtoto anafaa azaliwe pamekosekana. Mariamu anabisha, naambia hakuna nafasi. Anaenda, anauliza nafasi, anauliza kwa watu, mna nafasi huku ndani ya hizi nyumba? Anaambia hakuna nafasi. Anaenda kwa watu wengine, anaambia mko na nafasi katika hizi nyumba zenu? Wanasema hakuna nafasi. Kwa nini hakuna nafasi? Nani huyu yuko katika tumbo? Huyu yuko katika tumbo ya Mariamu ni Yesu Kristo. Ndani ya moyo wake unafikiri anahisi nini ndani ya moyo wa Yesu Kristo? Kwamba yeye anakuja duniani kukufanya wewe kazi, kunifanya mimi kazi. Alafu huyo yuko nani? Mariamu anauliza, je, kuna chumba, kuna nafasi hapa? Anaambia mama, hakuna nafasi kabisa. Ndani ya moyo wa Yesu Kristo. Sawa na Yesu anasema hawa watu hawanipokei. Hawa watu hawamkubali Yesu Kristo kwa sababu hakuna nafasi. Kila mmoja anasema hakuna nafasi. Hata kuangalia ile hali ya huyu mama, licha kwa hata kama hawamjui yule mtoto aliyekule ndani, lakini kuna ile kumwangalia hali ya huyu mama, useme hapana, hata kama kuna nafasi, lazima nafasi ipatikane sasa. Hakukuwa na hata mmoja kama huyo. Basi hiyo inaashiria mioyo ya wanadamu haiko tayari kumpokea Yesu Kristo. Moyo wa mwanadamu natural, asili yako na asili yangu haiko tayari kupokea neno la Mungu. Yesu Kristo ni neno la Mungu. Yesu Kristo ni toba ambao ni baraka Mungu ametupatia. Yesu Kristo ni msamaha wa dhambi. Yesu Kristo ni utakatifu. Yesu Kristo ni haki. Yesu Kristo ni hekima itokayo kwa Mungu. Yesu Kristo ni ukombozi. Huyu mtoto ambaye yuko ndani ya tumbo ya Mariamu ni ukombozi, ni haki, ni utakatifu wa Mungu, ni hekima ya Mungu. Mariamu anawaambia kuna nafasi. Huyu mtoto ambaye ni ukombozi, huyu mtoto ambaye ni toba, huyu mtoto ambaye ni amri ya Mungu, isaliwe ndani, kuna nafasi. Wanaambia hapa hakuna nafasi mama. Jaribu kwingine. Akienda kwingine hakuna nafasi. Zarejelea tena mstari wa 7, Luka 2, mstari wake ni wa 7. Mstari wake ni wa 7. Inasema akamzaa mwanawe kifungua mimba, akamvika nguo za kitoto, akamlaza katika hori ya kulia ng'ombe, kwa sababu hawakupata nafasi katika nyumba ya wageni. Kwa sababu hawakupata nafasi. Usikubali ndani ya moyo wako, kwa sababu huyu mtoto anafaa zaliwe kwa moyo wako. Hiyo ndio kuzaliwa kwa Yesu Kristo, na hiyo ndio maana ya sherehe. Yesu akizaliwa Januari kwa moyo wako, basi inamaanisha Christmas yako ama Christmas, samani si Christmas, Christmas, sherehe ya Kristo kuzaliwa kwako ndio hiyo Januari. Akizaliwa kwako August, basi inamaanisha kuzaliwa kwa Yesu Kristo ndani yako ndio imefanyika August. Hiyo ndio sherehe. Akizaliwa kwa mwingine Julai, basi akizaliwa ndani ya moyo wako Julai, basi ina maana Yesu amezaliwa Julai ndani ya moyo wako. Basi hiyo ndio kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Hiyo ndio sherehe, inakuwa Julai. Hakuna tarehe. Ni kwa sababu kila wakati injili ya Kristo inapohubiriwa, mtu akifungua moyo wake kwa Yesu Kristo,
akipata toba na msamaha wa dhambi, hiyo inakuwa kuzaliwa kwa Yesu Kristo na inakuwa sherehe. So wezaona jinsi hawa watu wanamzuia huyu mama. Wanamzuia huyu mama. Na wezaona venye kwako sasa na venye ona venye kwangu sasa. Tunamzuia huyu mama, tunamwambia hakuna nafasi hapa katika moyo wangu kwa huyu mtoto kuzaliwa. So hapa kuna mambo Mungu anataka ayalete wazi. Weza rejelea tena alafu 7, alafu Mungu atafungua zaidi. Luka 2 mstari wake ni wa 7. Akamzaa mwanawe kifungua mimba. Akamvika nguo za kitoto. Akamlaza katika hori ya kulia ng'ombe. Kwa sababu hakupata nafasi katika nyumba ya wageni. So kuna mtoto na kuna nyumba. Hii nyumba haikuwa na nafasi. Nyumba ni nani? Alafu tutakuja kumwangalia huyu mtoto pia. Nyumba ni nani hapa? Tutaangalia Waebrania. Waebrania 3. Unaweza Waebrania 3. Unaweza kusoma 6. Yeah. Waebrania 3 mstari wake ni wa 6. Bali Kristo kama mwana juu ya nyumba ya Mungu, ambaye nyumba yake ni sisi, kama tukishikamana sana na ujasiri wetu ya fahari ya taraja letu mpaka mwisho. Rejelea tena 6 tafadhali. Bali Kristo kama mwana juu ya nyumba ya Mungu, ambaye nyumba yake ni sisi. Mpaka hapo, ambaye nyumba yake ni sisi. So Yesu anamaanisha nyumba ni mimi na wewe. Wale ambao hawajaokoka ni licha kuwa wametangulia kuchaguliwa, ni nyumba zinazotarajiwa. So Yesu anasema nyumba ni nyinyi. Wewe ndio nyumba, mimi ndio nyumba. So Mariamu yuko na mtoto katika tumbo lake. Huyu mtoto zimefika muda wake, wakati wake umefika atoke, azaliwe. Lakini anauliza nyumba ziko wapi? Wanasema hakuna chumba hapa. Hakuna chumba hapa. Chumba ni wewe. So ni sawa na hawa watu wanasema, ni sawa na mimi na wewe tunasema hakuna nafasi ya Yesu Kristo kuzaliwa ndani ya moyo wangu. Hiyo ndio kumweka mbali Maria. Kumwambia Mariamu, hapa hakuna chumba. Usimzae Yesu Kristo katika moyo wangu. Chumba ni wewe. Mariamu anasema kuna nyumba hapo katika moyo wako. Yesu azaliwe. Yesu anasikia akiwa tumboni. Ya Yesu anasikia. Mungu anasikia. Najuaje Yesu anasikia? Yesu anasikia kwa sababu Mariamu akaenda kumsalimia Elizabethi, Yohana akiwa ndani ya tumbo, alimtambua Yesu Kristo akiwa ndani ya Maria, na akawa na furaha na akabatizwa na Roho Mtakatifu. Elizabeth akashuhudia, nilipokusalimia huyu mtoto ameruka kwa furaha kwa sababu ya Bwana wake ambaye ni Yesu Kristo. Yohana ameruka akiwa katika tumbo ya Elizabeth. So kila kitu Yesu Kristo alikuwa anasikia. Kila kitu Mungu alikuwa anaona. Nyumba ni wewe. So Mariamu akibisha, akiuliza, jamani, huyu mtoto imefika wakati wake azaliwe. Jamani, kuna nafasi kwa moyo wa Patrick. Jamani, kuna nafasi ndani ya moyo wa Peter. Jamani, kuna nafasi ndani ya moyo wa Lydia. Jamani, kuna nafasi kwa moyo wa David. Je, kuna nafasi? Mariamu analia. Kuna nafasi hapa.
Hakuna nafasi. Anaenda. Yesu anasikia. So nyumba ni wewe. So kwa sababu tushaona kwamba nyumba ni wewe, acha turudi Luka. Nyumba ni mimi. Luka 2. Luka 2 mstari wake ni wa 7. Naweza soma tena Luka 2 mstari wake ni wa 7. Luka 2 mstari wake ni wa 7. Akamzaa mwanaye, kifungua mimba, akamvika nguo za kitoto, akamlaza katika hori ya kulia ng'ombe, kwa sababu hawakupata nafasi katika nyumba ya wageni. Katika nyumba tumeona nyumba ni moyo wetu, nyumba ni moyo wako. So huyu mtoto tumwangalie. Usifunge Luka. Unaweza angalia Matendo ya Mitume 3 mstari wa 26. Matendo ya Mitume 3 mstari wake ni wa 26. Matendo ya Mitume 3 mstari wake ni wa 26. Mungu akisha kumfufua mtumishi wake Yesu. Mungu akisha kumfufua mtumishi wake Yesu, alimtuma kwenu nyinyi kwanza. Alimtuma kwenye nyinyi kwanza ili kuwabariki. Mpaka hapo, ili kuwabariki. So Yesu anatumwa kwetu. Mariamu anataka kumzaa Yesu Kristo ndani ya nyumba ambao ni moyo wako na moyo wangu. Yesu azaliwe. Yesu ni baraka ili kukubariki. Mungu anamleta Yesu. Mungu anamleta Mariamu mpaka kwako. Mungu anamleta Mariamu leo mpaka kwako. Mariamu ni mwanamke. Mwanamke ni kivuli cha kanisa. Kanisa ni mwanadamu aliye na Roho Mtakatifu, wakiwa wawili watatu wamekusanyika. Hilo ni kanisa likikuletea injili ya Kristo. Ni Mariamu sasa unamsikia. Huyo ni Mariamu, yuko hapa sasa hivi. Huyo ni Mariamu. Lakini wewe huyu mtoto Mungu anasema ni baraka, azaliwe kwako ili ubarikiwe. So Yesu azaliwe ndani ya moyo wako ili ubarikiwe. Azaliwe ndani ya moyo wangu, najiweka katika wenye dhambi ili nibarikiwe. So Mariamu akiwa na ujauzito akibisha, akiuliza jamani, hakuna nafasi hapa, hakuna nafasi. Ni baraka. Wanasema hapa hakuna nafasi, wanakata baraka ambaye ni Kristo Yesu. Baraka azaliwe katika mioyo yao. Wawe na sikukuu katika mioyo yao. Rejelea tena Matendo ya Mitume 3. Matendo ya Mitume 3 mstari wake ni wa 26. Mungu akiisha kumfufua mtumishi wake Yesu, alimtuma kwenu ninyi kwanza ili kuwabarikia kwa kumwepusha kila mmoja wenu na maovu yake. Rejelea tena, ili kuwabariki ama kubarikia. Sawa, rejelea tena tafadhali. Mungu akiisha kumfufua mtumishi wake Yesu, aliyemtuma kwenu ninyi. Aliyemtuma kwetu sisi kwanza ili kuwabarikia. So Yesu anatumwa kwa watu wa Israeli, alafu tena kwa watu wa mataifa ambao ni sisi, ili ubarikiwe, ili akubariki. So Mariamu akisema nataka chumba ili baraka izaliwe, ni kwamba neno linapohubiriwa sahihi ni sawa na Mariamu. Yesu anataka azaliwe katika moyo wako, ni baraka yako. Lakini waweza kuona bana, Mungu analeta hii baraka, lakini waona hakuna chumba, kwa sababu kuna vitu ndani ya mioyo ya wanadamu. Ndio maana Yesu anakosa nafasi. Nyumba imejaa, inamaanisha moyo umejaa. Baraka kubwa ambayo imetoka mbinguni. Baraka ambayo Yesu ameacha mbingu ya tatu. Ametoka kwa kifua cha babake mahali analala. Anaingia katika tumbo ya mwanamke. Halafu Mariamu anakuambia fungua moyo wako. Ananiambia fungua moyo wangu.
Anasema mwanadamu, fungua moyo wako. Hii baraka imetoka mbingu ya tatu. Hii baraka imetoka mkono wa kuume wa Mungu. Anakuambia fungua moyo wako uipokee. Hata anasema hakuna nafasi. Sina muda. Ni baraka. Ni baraka ya nini? Endelea tafadhali. Mungu akiisha kumfufua mtumishi wake Yesu aliyemtuma kwenu ninyi kwanza ili kuwabarikia kwa kumwepusha kila mmoja wetu na maovu yake. So Yesu, hii baraka ambayo Mariamu ameibeba, anakuja kwako. Anambia, mpendwa, nataka nafasi ubarikiwe na hii baraka ambayo Mariamu ameibeba. Ni baraka gani? Ni baraka ya Yesu Kristo, ambaye baraka hiyo ni ya kugeuze kutoka kwa dhambi zako, akupatie toba. Biblia ya Kimombo inasema Acts 3:26, unto you first God, having raised up his son Jesus, sent him to bless you in turning away everyone of you from his iniquities. So watu wengi sana ulimwengu mzima unaangangana kuacha ulevi, bangi, wanawake, matusi, kutengwa na dhambi ya Adam. Wengi wanangangana kutoka kwa uovu, lakini hawawezi kwa nguvu zao. Mungu anamwambia Mariamu, kupitia nguvu za Roho Mtakatifu nitaweka mwanangu hapo ndani ya hiyo tumbo yako Mariamu, alafu atazaliwa kwa ulimwengu, atakuwa baraka ya kugeuza wanadamu kutoka kwa dhambi zao. Alafu Mariamu imefika wakati sasa wa kumleta Yesu Kristo duniani. Yesu anasema, niko tayari sasa niende nikafanye ile ambayo Baba amenituma, nikawabariki wanadamu kwa kuwasamea kwa kuwapatia toba, yani msamaha, toba na msamaha wa dhambi. Yuko tayari kwenda kuwapatia toba. Matendo ya Mitume 3:23-6 ili atupatie toba. Yesu anazaliwa, lakini ndani ya wanadamu wanasema hakuna nafasi. So wezaona venye mwanadamu ndio ako na shida. Mariamu ana shida, Yesu Kristo hana shida, lakini mwanadamu moyo wake umejaa, moyo uko umejaa, nyuma imejaa, inamaanisha moyo umejaa, nyuma imejaa, haina muda. Ya Mariamu asililo baraka ambayo imetoka mbingu ya tatu, baraka safi kabisa, baraka takatifu kabisa, baraka ambayo inakupatia maisha ya kushinda dhambi, baraka ambayo inakupatia neema ya kuendea mti wa uzima na kula na kuishi milele pasipo dhambi. Hii ni baraka Mungu anaiachilia. Lakini wanadamu wako wapi kupokea hii baraka? Wanadamu wako wapi waone hii baraka kwa maisha ya kiroho? Waambie Mariamu, njoo msa Yesu Kristo kwangu. Nitaondoa kila kitu, nitaondoa vyote. Mimi na familia yangu tutakaa kule nje, wewe ingia ndani. Chukua kitanda hiki Mariamu, chukua beseni hii, chukua maji haya. Mungu anatafuta mtu huyo, mtu ambaye ndani ya moyo wake ameweka kila kitu chake chini, yuko tayari kwa uwezo wa Mungu kumpokea Yesu Kristo, apate toba kwa maisha yake, na Yesu Kristo azaliwe ndani ya maisha yake kupitia kumkubali na kumpokea yule mama aliyembeba, ambaye ni kanisa, ni mtumishi mwenye Roho Mtakatifu ambaye anakuhubiria neno. Hilo neno ambalo unalisikia ndio inafaa ulipokee, likupe toba. Ya Mariamu anabisha sahi, anabisha kwa sababu moyo wako unagongwa na neno la Yesu Kristo. Yesu anataka azaliwe. Mariamu anabisha pale. Mariamu anabisha. Sawa. Acha tumwangalie mtoto. Asante. Tuangalie Wakorintho wa kwanza
1:30. Wakorintho wa kwanza 1:30. Wakorintho wa kwanza 1:30. Bali kwa yeye ninyi mmepata kuwa katika Kristo Yesu. Nyinyi mmepata kuwa katika Kristo Yesu. Aliyefanya kwenyu hekima itokayo kwa Mungu. Hekima itokayo kwa Mungu. Na haki. Na utakatifu. Na ukombozi. Rejelea tena tafadhali. Wakorintho wa kwanza 1. Mstari wake ni wa 30. Bali kwa yeye ambaye ni Yesu Kristo, ninyi mmepata kuwa katika Kristo Yesu. Ninyi mmepata kuwa katika Kristo Yesu. Aliyefanywa kwetu. Hekima itokayo kwa Mungu. Yesu anaitwa hekima itokayo kwa Mungu. Na haki. Yesu anaitwa hekima itokayo kwa Mungu na haki. Na utakatifu. Yesu anaitwa utakatifu. Na ukombozi. Yesu anaitwa ukombozi. So hii ndio ilikuwa inabisha. Hii ndio ilikuwa inabisha toba. Mariam ajifungue Kristo ndani ya moyo wako ili toba izaliwe, ili upewe haki ya Mungu, ili upewe hekima ya Mungu, ili upewe utakatifu wa Mungu, ili upewe ukombozi. Mariam akibisha, ni neno la Mungu sasa linabisha kwa moyo wako. Ninafaa ufanye nini? Ninafaa urespond kwa kutubu dhambi, kwa kumpokea Yesu Kristo na kuamini ile kazi ambayo amefanya, ili hekima ya Mungu ingie ndani ya moyo wako, ili haki ya Mungu ingie ndani ya moyo wako, ili utakatifu wa Mungu ingie ndani ya moyo wako, ili ukombozi uingie ndani ya moyo wako. Na unaweza ona venye wanadamu venye walikuwa wanasema hakuna nafasi, yani hakuna nafasi ya toba kwa maisha yangu, niache niendelee na dhambi zangu. Hakuna nafasi ya utakatifu, hakuna nafasi ya ukombozi, hakuna nafasi. Ni kwa sababu sijaona kile ambacho kiko ndani ya Mariamu ni cha thamani zaidi ya maisha yangu na maisha yako. Hii ni baraka imetoka kwa Mungu mwenyewe. Imetoka mbingu ya tatu. Baraka hii imetoka kwa kifua cha Mungu mahali Kristo analala. Yohana 1:18 inasema hivyo. Yohana 1:18. Hii ni baraka ambayo imetoka kwa kifua cha Mungu. Yesu analala kwa kifua cha Mungu. Yesu ni utakatifu. Watu wanakata utakatifu. Manake vyumba vilikuwa vimejaa, wanakata utakatifu, wanakata hekima ya Mungu. Watu wanakata ukombozi. Wizona venye wanadamu wako na shida alafu analia, hatutaki kwenda jehanamu. Lakini pia hatutaki kumpokea Mariamu amza Yesu Kristo ndani ya mioyo yetu. Baraka iliyotoka kwa mbingu ya tatu, baraka iliyotoka kwa kifua cha Mungu. Unaweza kusoma tafadhali Yohana 1:18. Yohana 1:18. Hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote. Mungu Mwana pekee aliye katika kifua cha Baba, huyu ndiye aliyemfunua. Rejelea tena. Hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote. Hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote. Mungu Mwana pekee. Mungu Mwana pekee aliye katika kifua cha Baba. Aliye katika kifua cha Baba. Huyu ndiye aliyemfunua. Huyu ndiye aliyemfunua. Mungu Mwana pekee aliye kwa kifua cha nani? Cha Baba. So hii ni baraka imetoka kwa kifua cha nani? Kifua cha Baba. Hii ni baraka ambayo imetoka kwa kifua cha Baba. So hivyo ndio Mungu anataka nione, hivyo ndio Mungu anataka uone. Naonaje baraka imetoka kwa kifua cha Baba? Alafu wanadamu wanasema hakuna nafasi. Baraka ambayo imetoka kwa kifua cha Baba, wanadamu wanasema hakuna nafasi ya hii baraka. Hakuna nafasi ya hii baraka. Wewe venye mwanadamu ataishi maisha ya shida, ataishi maisha ya kuteseka, ataishi maisha ya kufinyiliwa. Si kwa sababu Mungu hana nguvu ama hana uwezo, ni kwa sababu mwanadamu amekataa Mariamu amzae Yesu Kristo katika moyo wake. Baraka imetoka kwa kifua cha Baba, ikatoka mbingu ya tatu. Ya mbingu ziko tatu, hatutasoma, lakini Wakorintho wa pili ukiangalia 12 ukianza 1 mpaka 4 inaongea kuhusiana na mbingu tatu.
Yesu ametoka mbingu ya tatu kwa kifua cha Baba. Alafu baraka hii Patrick inakuja kwako ili upate toba, kugeuzwa kutoka kwa dhambi zako, na hiyo ni baraka. Ili upate hekima ya Mungu, upate haki. Ili nipate utakatifu, ili nipate ukombozi. Hilo ni baraka ya kumwambia Mariamu, tafadhali Mariamu ni kivuli cha kanisa. Kanisa ni kusanyiko la watakatifu wenye Roho Mtakatifu na wanaoishi maisha matakatifu ndani ya Kristo Yesu. Hilo ndio kanisa. Ya sahi ni Mariamu, ili ni kanisa, ni Mariamu huyu ambaye yuko hapa. Anakuambia fungua moyo wako Yesu azaliwe. Pokea hii baraka iliyotoka kwa kifua cha Mungu. Rudi wa Korintho wa kwanza 1:30. Korintho wa kwanza 1:30. Bali kwa yeye ninyi mmepata kuwa katika Kristo Yesu, aliyefanya kwetu hekima itokayo kwa Mungu. Ya ukifungua mlango Yesu atazaliwa, utapata kugeuzwa kutoka kwa dhambi zako, ni toba. Ya kwanza kabisa Matendo ya Mitume tumesoma 3:26. Ni baraka. Unatolewa kutoka kwa dhambi zako, kugeuzwa kutoka kwa dhambi zako, kupewa nguvu ya kuziwacha. Baraka ya pili ni hekima itokayo kwa Mungu. Na haki. Haki ni nguvu ya kutenda mema. Haki ni kutenda mema. Utapewa haki ya Mungu wakati umemkaribisha Yesu Kristo katika moyo wako. Haki ya Mungu, matendo mema ya Mungu yatakuwa ndani yako kwa imani. Alafu kwa matendo yatakuwa yanaonekana, kwa sababu ukipokea haki ya Mungu ndani, basi matendo yake yataonekana. Utakuwa mti mzuri kwa sababu ile haki ambayo umeipokea. Alafu matunda ya hiyo haki yataonekana. Haki imetoka kwa kifua cha Mungu. Mariamu yuko hapa. Anasema fungua moyo wako, fungueni milango. Hii toba izaliwe. Fungueni milango, hekima ya Mungu izaliwe. Fungueni milango, haki ya Mungu izaliwe. Fungueni milango, fungueni mioyo yenu ili utakatifu wa Mungu uzaliwe. Fungua moyo wako ili ukombolewe kutoka kwa dhambi zako. Ukombozi ni Yesu Kristo. Baraka gani Mariamu ameibeba? Haki, utakatifu na ukombozi. Ya haki, utakatifu na ukombozi. Hizo ndio baraka Mungu anasema. So, wakati wanadamu wanamwambia Mariamu hakuna nafasi, wakati injili inahubiriwa, ni Mariamu anataka kujifungua. Ni Yesu yuko ndani anabisha. Nifungulie moyo wako Patrick niingie. Nifungulie moyo wako Lydia niingie. Nifungulie moyo wako Moses niingie. Nifungulie moyo wako Karo niingie. Nifungulie moyo wako. Hivyo ndio Yesu anasema ndani. Unaweza ona pia yule mtoto aliye ndani. Naweza soma waraka wa kwanza wa Yohana. Waraka wa kwanza wa Yohana 5 mstari wa 10 na 11. So wakisema hakuna nafasi, na maanisha wanakataa uzima wa milele. Mungu ameka uzima wa milele ndani ya Yesu Kristo. Mariamu anabisha. Je, kuna nafasi? Kuna nafasi. Fungueni mioyo yenu ili uzima wa milele ambaye ni Yesu Kristo azaliwe ndani yenu. Azaliwe ndani yangu. Wanasema hakuna nafasi. Basi wanabaki katika dhambi zao. Wanabaki hawana hekima ya Mungu, hawana utakatifu, hawana haki, hawana ukombozi, hawana uzima wa milele, kwa sababu huyu mtoto ni hayo yote. Weza soma waraka wa kwanza wa Yohana 5 mstari wake ni wa 10 na 11. Waraka wa kwanza wa Yohana 5 mstari wake wa 10 na 11. Taanza mstari wa 10. Yeye amwaminie mwana wa Mungu anao huo ushuhuda ndani yake. Asiyemwamini Mungu amemfanya kuwa mwongo, kwa kuwa hakumwamini huo ushuhuda ambao Mungu amemshuhudia mwanawe. Inaongea kuhusiana na ushuhuda ambao Mungu amemshuhudia mwanae. Ni ushuhuda gani huu? Sura 11. Na huu ndio ushuhuda kwamba Mungu
alitupa uzima wa milele, na tazama, huu umo katika mwanaye. Mungu ametupatia uzima wa milele. Huu ndio ushuhuda wa Mungu. Mungu anashuhudia kwamba nimewapatia uzima wa milele. Na huu uzima wa milele uko ndani ya Yesu Kristo. Na ushuhuda wa Mungu ni kweli na amina. So Yesu Kristo, yule mtoto ambaye alikuwa ndani ya tumbo ya Mariamu, ni uzima wa milele. So ndani ya tumbo ya Mariamu kulikuwa na uzima wa milele. Mariamu anawaambia, nifungulieni milango, fungueni mioyo yenu, ili uzima wa milele ndani ya tumbo yake atoke, azaliwe ndani ya moyo wako. Mungu anasema huu ni ushuhuda wake kwamba amemtuma Yesu Kristo, na ndani ya Yesu Kristo kuna uzima wa milele. Mariamu ndani yake amebeba Yesu, ambaye Yesu Kristo ni uzima wa milele. Mariamu anakuambia fungua mlango. Mariamu ananiambia fungua mlango, nani azaliwe? Uzima wa milele uzaliwe ndani yako. Watu wanapinga, wanasema nenda mbali na huyu mtoto, hata hii sherehe hatutaki kuisikia, hata kumbukumbu yake hatutaki kuisikia. Ni sawa na hivyo hivyo kuendelea kuishi maisha ya dhambi, kuendelea kutokumbuka kwa nini huyu mtoto alizaliwa na kwa nini alikosa nafasi kwa nyumba za wanadamu. Na leo kwa nini wanadamu wanapenda dhambi, wanapenda maovu zaidi ya huyu mtoto ambaye ni Yesu Kristo. Haina tofauti, ni tokeo la kimwili likiashiria tokeo la kiroho. Mwanzo kabisa walimkataa Yesu Kristo. Hata Yesu akizaliwa wanampiga, wanampeleka msalabani. Kwa nini? Tayari mwanzo kabisa walimnyima mioyo yao, walimnyima Mariamu chumba. Hakuna mtu wa maana katika ulimwengu huu kama Yesu Kristo. Hata kama nyumba ilikuwa imejaa, nakwambia toka, huyu mtoto azaliwe. Inaashiria moyo, inaashiria moyo. Hakuna jambo lolote la maana katika ulimwengu huu likilinganishwa na Yesu Kristo kuzaliwa ndani ya moyo wako. Umepoteza kila kitu. Mungu anasema na shuhuda, anatoa ushuhuda Mungu akisema nimewapatia uzima wa milele, na uzima wa milele huu uko ndani ya Yesu Kristo. Ukimpokea Kristo kwa kukubalia Mariamu, ingia katika nyumba yangu, ambao umekaribisha neno, umekaribisha kanisa la Mungu, umekaribisha neno la Mungu, liingie ndani ya moyo wako, likupe toba, likupe uzuni ya kiungu, likupe toba, likupe utakatifu, likupe haki, likupe hekima ya Mungu, likuokoe, likukomboe, likupe uzima wa milele. Waraka kwanza wa Yohana 5:11. Na huu ndio ushuhuda. Na huu ndio ushuhuda ya kwamba Mungu alitupa uzima wa milele. Ya kwamba Mungu alitupatia uzima wa milele. Na uzima huu umo katika Mwanawe. Mungu anasema uzima huu umo ndani ya Yesu Kristo. So Mariamu akibisha, anataka uzima wa milele uzaliwe ndani yako. Mariamu akibisha, hii kubisha nisidharau. Nijue hii kubisha kwake, hata kama kuna chochote ambacho nimeweka kwa nyumba yangu, nasema kila kitu kiondoke, ili Mariamu apate nafasi, neno lipate nafasi, Kristo azaliwe, upate uzima wa milele. Hivyo ndo Mungu anaeleza. So achilia moyo wako, fungua moyo wako, mawazo yoyote ya uchafu yaondoe, njia zozote ambazo bado unapambana nazo za kiulimwengu ambao hazimpendezi Mungu, wachana nazo, kwa sababu mtoto hawezi zaliwa kama bado kuna uchafu ndani ya moyo wako na moyo wako. Hawezi zaliwa. Naweza soma mstari wa 12, waraka wa kwanza wa Yohana 5:12. Waraka wa kwanza wa Yohana 5 mstari wa 12. Yeye aliye na mwana anao huo uzima. Asiyenaye mwana, yule ambaye hana mwana wa Mungu hana huo uzima. Ya Mungu anasema kwamba yule aliye na Kristo, yule anayemkaribisha Mariamu, yule anayekaribisha kanisa, yule anayekaribisha neno la Mungu, basi kwa uwezo wa Mungu anapewa huzuni ya kiungu kwa ajili ya dhambi zake, anapewa majuto, anapewa toba, kwa sababu mtoto anapeana toba na anapeana kitu ambacho inaitwa msamaha wa dhambi, yani wokovu
kwa dhambi zako zote. Unapo uzima wa milele, unakuwa na uhai. Inakuwa Yesu Kristo amezaliwa katika moyo wako. Haijalishi ni tarehe gani, hiyo siku atazaliwa. Hiyo ndio sikukuu ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo ndani ya moyo wako. Mbele. So, waweza soma Yohana, Ufunuo. Soma Ufunuo 3. Tasoma hii. Tasoma Ufunuo 3. Sawa. Tasoma hii toleo. Ufunuo 3 mstari wa 20. Tazama, nasimama mlangoni nabisha. Maneno ya Yesu. Tazama, nasimama mlangoni nabisha. Kama mtu yoyote akisikia sauti yangu na kufungua mlango, Yesu anasema nitaingia ndani na kula pamoja naye, naye pamoja nami. Yesu anasema hivi. Tarejelea tena Ufunuo 3 mstari wa 20. Tazama, nasimama mlangoni nabisha. Kama mtu yeyote akisikia sauti yangu na kufungua mlango, Yesu anasema nitaingia ndani na kula pamoja naye, naye pamoja nami. Mstari wa 19. Wale niwapendao ninawakemea na kuwaadhibisha. Hivyo uwe na bidii. Uwe na bidii ukatubu. Uwe na bidii ukatubu. Ili Mariamu anapobisha nyumba yako ambao ni moyo wako, usizuiwe na kitu chochote hapa. Uovu wote usizuie katika moyo wako. Mariamu akibisha, ujue ni Kristo Yesu anabisha. Upate toba haraka kwa kugeuza mawazo yako kutoka kwa ulimwengu, kugeuza moyo wako, kugeuza njia zako na kumkaribisha Mariamu, kukaribisha kanisa, kukaribisha Roho wa Mungu, kukaribisha neno liweze kuingia ndani ya moyo wako mbele Kristo Yesu afanye mabadiliko. Akupatie toba, akupatie msamaha wa dhambi, akupatie uzima wa milele. So watu ambao walikuwa wanasema hakuna nafasi Mariamu. Mariamu ungekuja jana. Ni sawa na kusema wacha ni postpone. Pengine Mariamu, wacha tuangalie kesho kutwa, lakini sasa hakuna nafasi. Wewe pengine ubook hizo siku nyingine, lakini leo hakuna nafasi. Watu wanafanya hivyo kila siku na wanakufa bila uzima wa milele. Wanabaki watumwa wa dhambi, wafungwa wa dhambi, chakula cha ibilisi shetani, milele wanateketea. Kwa nini? Hawajampatia nafasi Yesu Kristo azaliwe. Sasa Yesu anabisha kweli. Yesu uko tayari kuja katika ulimwengu, lakini watu wako tayari kumpokea. Watu wako tayari kumpokea kwa sababu kuna vitu vilikuwa vimejaa katika zile nyumba. Yaani hauna muda na Yesu Kristo. Hauoni uthamani wake. Ndio leo. So naamini Mungu amenionyesha na amekuonyesha. Acha turudi Luka 2 mstari wake ni wa 7. Luka 2 mstari wake ni wa 7. Akamzaa mwanaye kifungua mimba, akamvika nguo za kitoto, akamlaza katika hori ya kulia ng'ombe, kwa sababu hawakupata nafasi katika nyumba ya wageni. Kwa sababu hawakupata nafasi katika nyumba ya wageni. Tumeona Mariamu
Mwanamke anaashiria kanisa kwa maandiko. Tumeona mtoto ni Yesu Kristo, haki, utakatifu, ukombozi, toba kwa ukamilifu, uzima wa milele kwa ukamilifu. Na tukaona nyumba ni mimi na wewe, mioyo yetu. So mtoto alipozaliwa kwa hori, ni nini? Hizi nyumba ilikuwa zimejaa nini? Mioyo yetu imejaa nini? Kiangalia kitabu cha Wagalatia ni sawa, iko wazi zaidi. Wagalatia 5:19. Kwa nini Yesu azaliwi ndani ya mioyo ya wanadamu? Ni kwa sababu ndani ya mioyo ya wanadamu kuna vitu ambavyo wanadamu wanaviona vya thamani, wamevishikilia ndani ya mioyo yao. So hii ndio inafanya usimpatie Mariamu nafasi, kwa sababu hauko tayari kugeuka kwa uwezo wa Mungu. Hauko tayari kupokea huyu mtoto ambaye ni Yesu Kristo akupatie toba, kwa sababu kuna vitu vimejaa katika moyo. Kwa nini Yesu alikosa nafasi na anakosa nafasi leo? Kwa kuzaliwa katika mioyo ya wanadamu. Ina maana vile vyumba vilikuwa vimejaa. Ina maana mioyo imejaa. So mioyo huwa imejaa nini? Naweza angalia Galatia 5:19. Galatia 5:19. Basi matendo ya mwili ni zaidi, ndio haya: uasherati ulikuwa umejaa ndani ya moyo. Moyo ukija usherati, itakuwa ngumu kumpatia Mariamu nafasi. Uasherati, Mungu anataka ugeuke kutoka kwa uasherati. Ukiri mbele zake, ukiri na ukijuazi. Mariamu yuko pale mlangoni, Yesu anabisha ili akupatie toba, na anakuambia sasa, geuka kutoka kwa uovu wako, geuka kutoka kwa usherati. Kaisa kwa unaangalia pornografia, Mungu apendezwi na hiyo. Kuangalia mwanamke kwa lengo la kumtamani, unamwangalia, unaweka mawazo, unakubalia mawazo, mwisho wa siku unajipata umeanguka. Hata kabla uanguke naye, ukimtamani katika moyo, basi wewe umezini naye. So hii ndio inazuia Yesu Kristo asizaliwe. Vyumba vilikuwa vimejaa, mioyo imejaa usherati, na usherati unakufurahisha. Unakata uzima wa milele uzaliwe, kwa sababu ndani kuna usherati. Uchafu, masturbation ni uchafu. Kuangalia pornografia ni uchafu. Chochote kile ambacho Mungu anakiita uchafu ni uchafu. Kumwaga mbegu chini, kumwaga mbegu kwa mipira, huo ni uchafu. Mungu anaita uchafu. So kitu ambacho kinamzuia Mariamu asiingie ndani ya moyo wako ili Kristo azaliwe, kanisa na neno la Mungu lisiingie ndani ya moyo wako ili Yesu azaliwe, uwe na sherehe. Sherehe ni uchafu, ni ufisadi. Ufisadi ni wakati unapenda mambo ya magendo, biashara za magendo, njia za mkato. Mungu anasema ni ufisadi. Ufisadi, kutoa hongo ni ufisadi. Mungu ananiambia na anakuambia tutubu ufisadi, ili huyo mtoto apate nafasi, aingie ndani ya moyo wako, akupatie toba, akupatie uzuri ya kiungu toba, akupatie wokovu, akupatie msamaha wa dhambi, akupatie utakatifu, haki, akupatie hekima itokayo mbinguni, akupatie uzima wa milele, akubatize na Roho Mtakatifu. Yesu Kristo huyo mtoto. Unaona penye walikuwa wanazuia mambo mingi, wanazuia baraka nyingi zilizotoka kwa kifua cha Mungu. Alafu wanabaki na uchafu mwingi. Uchafu ambao unawapeleka jehanamu. Uchafu ambao unaenda kuwateketeza. Ibada ya sanamu na uchawi. Ibada ya sanamu, kuinamia sanamu na uchawi. Uadui na zuia. Huwezi kusamehewa kutoka mbinguni. Mungu hawezi toa msamaha kutoka mbingu ya tatu kama wewe hapa duniani, ambao unakana mwanadamu mwenzako hujapeana msamaha. So hii inazuia Yesu asizaliwe. Hii inazuia sikukuu ya Yesu Kristo ndani ya moyo wako. Tarehe ni tofauti. Ndio maana Disemba tarehe 9 tulikuwa na Yesu alizaliwa kwa ndugu yetu Maithia, na tukawa na sherehe sikukuu ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo ndani ya mpendo ambaye ni Maithia. Wengine wamezaliwa tofauti. Yesu amezaliwa ndani yao siku tofauti, na tumekuwa na sherehe tukienda ubatizo. So bado Yesu anataka utoe huu uchafu ambao ni ufisadi. Hii chuki iondolewe.
ili Yesu azaliwe, ugomvi uondolewe katika moyo, ufisadi. Ishirini, ibada ya sanamu, kuinamia sanamu za Maria. Chochote kile ambacho umekiweka mbele zaidi ya Mungu ni sanamu. Uchawi, Mungu anataka upate toba kwa uchawi. Uchawi nazuia Yesu asizaliwe ndani ya moyo. Uadui nazuia Yesu asizaliwe ndani ya moyo. Mungu anataka kuwe na toba, kukiri na kuacha ugomvi. Wivu, Mungu anataka toba kwa wivu. Yesu hawezi zaliwa mahali ambapo kuna wivu. Hasira, Mungu anataka tupate toba kwa hasira. Fitina, Mungu anataka toba kwa fitina ili Kristo aweze kuzaliwa. Inafaa uondoke katika haya, uyakiri umeyafanya na hauna nguvu ya kuyaacha. Ni Mungu akuhurumia, kusamehe, alafu apate nafasi Yesu Kristo azaliwe. Mafarakano, uzushi, Mungu anataka toba kwa husda. ulevi, Mungu hapo kwa ulevi, Mungu anataka toba kwa ulevi. Kwa nini Mariamu alikosa nafasi? Kwa sababu ndani kulikuwa na ulevi, ndani ya moyo kulikuwa na ulevi. Miraa iko pale, bangi iko pale, bado umeunganishwa na pombe, bado umeunganishwa na sigara, bado umeunganishwa. Haya yote hayampendezi Mungu. Yesu anasema haya yaondolewe ili Yesu aingie ndani ya huo moyo, Yesu azaliwe ndani ya huo moyo. Mariamu apate nafasi ya kumzaa Yesu Kristo ndani ya moyo wako. Kanisa, neno la Bwana, kusanyiko la watakatifu lipate nafasi ndani ya moyo wako ili Kristo Yesu azaliwe. So lazima kwa Yesu Mungu ugeuke katika, uondoe takataka ambayo iko kwa moyo kupitia neno la Mungu, na Yesu anakupatia toba. Uondoke kwa uwezo wa Mungu, uchukie, kwa sababu hizo ndio zinafanya Yesu Kristo asizaliwe. Uzima wa milele usizaliwe ndani yako kwa sababu ya huu uchafu. Ulafi, Mungu anasema geuka kutoka kwa ulafi ili Kristo azaliwe. Na mambo mengine yanayofanana na hayo. Katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuambia, ya kwamba watu watendayo mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Hayo ndio yale ambayo yanazuia Yesu asizaliwe. Yanamzuia Mariamu, yanamzuia kwa sababu kuna kitu muhimu kinaendelea kwa moyo wako na mawazo yako. Sasa huwezi patia Mariamu ambaye ni kanisa nafasi, neno la Mungu nafasi liingie ndani liweze kutenda kazi. So esaona venye watu wanafanya biashara ya kukataa dhahabu, za kukataa almasi na kuokota vitu ambavyo havistahili. Ni sawa na uko na almasi, umebeba almasi, alafu umeona nazi, hizi nazi nyingi, alafu sasa waika chini almasi, wangangana kubeba hizi nazi. Maisha gani haya? Umebeba almasi, lakini unatembea unaona nazi nyingi. Sasa unaika almasi chini, ubebe hizi nazi ambazo hazina thamani. So ni mfano tunatoa, ilikuwa hivyo. Mungu amekupatia kitu cha thamani sana, kinabisha. Alafu badala niache vyote, nichukue hii ya thamani, nifungue mlango nichukue hii ya thamani, nazuia hii ya thamani, na baki na hiyo Wagalatia 5:19, na baki na uchafu tu. Wabaki na uchafu tu, mwisho wa siku huo uchafu ndio unaenda kukuchoma. Huo uchafu na kutesa, huo uchafu unanitesa, alafu na kuchoma mwisho wa siku katika ziwa la moto. So Mungu anataka upokee neno lake. Umpokee Mariamu, ambaye Mariamu ni kanisa. Na kanisa ni kusanyiko la wawili wenye Roho Mtakatifu. Ni kusanyiko la wahubiri wenye Roho Mtakatifu wanaohubiria neno. Na hilo neno ndio Mungu anataka ulipokee. Na kupokea kanisa ni kumpokea Mariamu. Na ni kupokea pia neno la Mungu kupitia kanisa. Alafu matunda yanaonekana. Ya usinielewe vibaya, sisemi Mariamu umwabudu Mariamu. Hatuongei kuhusiana na hayo. Mungu ameandika katika Wagalatia ibada ya sanamu. Ibada ya sanamu. Yote ambaye anamuinamia Maria
hana tofauti na yule ambaye anamwambia hakuna nafasi ya Yesu Kristo. Yesu azaliwi mahali angapo watu wanamwabudu Maria. So hiyo ielewe kabisa. Mkatoliki ambaye anainamia Maria asijifariji na mafundisho haya. Hayahusu kuinamia sanamu ya Maria. Maria ni kivuli cha kanisa. So ukipokea kanisa umepokea neno. Na hilo neno ndio Yesu anazaliwa. So naweza ona pia weza rudi Luka 1:2. Unaweza soma mstari wa 7. Luka 2:7. Akamzaa mwanaye, kifungua mimba, akamvika nguo za kitoto, akamlala katika hori ya kulia ng'ombe, kwa sababu hawakupata nafasi katika nyumba ya wageni. Akamzaa mwana wake wa kwanza ambaye ni Yesu, sehemu ya hori kwa sababu hakuwa na nafasi. Huyu mtoto pia ni neno. Unaweza angalia Ufunuo. Huyu mtoto ni neno. Nitasoma tu Ufunuo. Ufunuo 19:13. Ufunuo 19:13. Ufunuo 19:13. Naye amevikwa vazi lililochovya katika damu. Yesu alikuwa amevaa vazi lililochovya katika damu. Na jina lake aitwa neno la Mungu. Na jina lake aitwa neno la Mungu. So Yesu anaitwa neno la Mungu. So Mariamu amebeba neno la Mungu. Anataka liachilie kwako. Kanisa imebeba neno la Mungu. Watumishi wamebeba neno la Mungu, ambao kwa uwezo wa Roho Mtakatifu wanaliachilia kwako ili Kristo azaliwe, ili neno la Mungu lizaliwe ndani yako. So unaweza ona venye wanasema hakuna nafasi. Ulimwengu leo uko hivyo, usiwe pamoja na ulimwengu. Mungu anasema hakuna nafasi ya neno la Mungu. Hakuna nafasi la neno la Mungu. Ni sawa na Mariamu anabisha, mtumishi anabisha kwa uwezo wa Mungu, ili kwa lile neno ambao Mungu analihubiri kupitia Roho Mtakatifu, Yesu apate nafasi azaliwe. Uwe na neno la Mungu katika moyo wako. Neno la Mungu leo linakuongoza. Lakini watu wanasema hakuna nafasi hapa. Yaani wanasema hatuhitaji neno la Mungu katika maisha yetu. Hatuhitaji neno la Mungu katika mioyo yetu. Wacha tujiongoze wenyewe. Mariamu anaenda kwa hori. Kwa nini? Wanadamu wamekataa. Then utakuwa hapo wewe. Utakuwa hapo. Utaangamia na ile kusanyiko. Na inaonekanaje? Inaonekana tu rahisi. Ni kutotubu dhambi zako na kuendelea na dhambi zako. Ni sawa na umemwambia Mariamu, wewe na hiyo baraka yako, wewe nenda huko. Naenda kwa dhambi zako, unaendelea kwa dhambi zako, unakufa kwa dhambi zako, unaingia jehanamu. Ile baraka iliyobebwa na Mariamu waenda kusimama mbele yake. Nakwambia nilipokuwa nabisha kwa mlango wako, mbona hukufungua? Sasa nitakulipa sawa sawa na yale uliyotenda. Yameandikwa kwa vitabu vya matendo. Vitabu vya matendo vinasoma uchafu wako wote ule uliotenda. Jina lako linakosa katika kitabu cha uzima, unawekwa katika ziwa la moto milele. Wakati Yesu Kristo alikuwa anabisha akupatie haki yake, matendo yake mema, ili uende kwa matendo yake mema, uandikiwe matendo ya Yesu kwa vitabu vyako vya matendo, alafu kupitia matendo ya Yesu Kristo yaliyoandikwa kwa vitabu vyako vya matendo uingie paradisi na jina lako lipatikane. Sio kukataa tu haki, kukataa tu Mariamu, kukataa tu wacha niendelee tu na maisha haya. Nimemwambia Mariamu kaa nje. So Yesu anaitwa neno la Mungu. Watu walikataa neno la Mungu. Walisema kumejaa. Tunaweza angalia pia neno la Mungu ni amri ya Mungu. So watu wakisema kwamba hakuna nafasi ya neno la Mungu, wanaambia Mariamu, hakuna nafasi ya neno la Mungu. Yesu ni neno la Mungu. Yesu ni neno la Mungu. Na neno la Mungu ni amri ya Mungu.
Umeelewa? Yesu ni neno la Mungu. So kumwambia Mariamu nafasi imejaa kwa moyo wangu ni sawa na kusema mimi silihitaji hilo neno la Mungu. Na neno la Mungu ni amri ya Mungu. Acha tuangalie. So kumwambia Mariamu naweza soma usisome John. Unaweza soma Kutoka 20:1. Kutoka 20:1. Mungu akasema maneno yote akasema. Mungu akanena maneno haya yote akasema. Kutoka 1:20. Mungu akanena. Inamaanisha hayo ni maneno ya nani? Hayo ni maneno ya Mungu. Mungu akanena. Mungu akanena. Mungu akanena. Sisahau Yesu ni neno. Yesu ni neno. Na hapo tunaambiwa Mungu akanena. Mungu akanena. Yesu ni neno la Mungu. Yesu ni neno la Mungu. Na hapo Mungu akanena. Mstari wa 3. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Mungu anasema usiwe na miungu mingine ila yeye. Mungu anasema usiwe na miungu mingine. Hiyo ni amri ya Mungu. Mungu akanena. Ananena nini? Usiwe na miungu mingine ila yeye. So Mungu, Yesu ni neno la Mungu. Na Mungu ananena. Mungu anatoa maneno. Anasema usiwe na miungu mingine. Yesu ni neno la Mungu na amri ya Mungu ni neno litokalo kwa Mungu. So amri ya Mungu ni Yesu Kristo. Yesu Kristo ni neno la Mungu. Neno la Mungu ni amri ya Mungu. Unaona kukataa Yesu ni kukataa neno. Na ukimkataa Yesu pia umekataa amri za Mungu. Ndio leo Mariamu anabisha. Lakini watu hawataki kusikia amri za Mungu. Yesu kama hatazaliwa katika nyumba yako, ina maana neno la Mungu halitazaliwa ndani yako, na ina maana amri ni neno la Mungu. Amri za Mungu hazitazaliwa katika moyo wako. Naweza soma mstari wa 3. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Hiyo ni amri ya Mungu. Hilo ni neno la Mungu. Usiwe na miungu mingine. Hilo ni neno la Mungu. Hiyo ni Yesu Kristo. Hiyo ni sura ya Yesu Kristo. Naweza soma mstari wa 4. Usijifanyie sanamu ya kuchonga. Usijifanyie sanamu ya kuchongwa. Wala mfano kitu chochote kilicho juu mbinguni, wala kilicho chini duniani, wala kilicho majini chini ya dunia. Mstari wa 7. Usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Huyo ni Yesu Kristo kwa sababu ni neno la Mungu. Maana Bwana atamhesabia kuwa anatia mtu huyo alitaje bure jina lake. Unaweza soma 8. Ikumbuke siku ya Sabato itakase. Mungu anasema ikumbuke siku ya Sabato na uitakase. Mariamu anapobisha ni amri ya Mungu, neno la Mungu linafaa lizaliwe. So nikisema Mariamu hapa hakuna nafasi, ni sawa na nimesema mimi amri za Mungu sina haja nazo. Sina haja na amri za Mungu. Maana Mariamu akiingia kwa uwezo wa Mungu kwa nyumba yako na nyumba yangu ambao ni mioyo yetu, neno la Mungu litazaliwa ambao ni Yesu Kristo. Yesu atazaliwa. Yesu ni neno la Mungu. Amri za Mungu ni neno. Amri za Mungu ni neno la Mungu. So neno la Mungu litazaliwa. Amri ya Mungu itazaliwa. Amri.
So wezaona wanamwambia Mariamu hakuna nafasi, ni sawa na kusema hapa hakuna nafasi ya neno la Mungu. Ni sawa na kusema hapa hakuna nafasi ya amri za Mungu. Je, watu wako hivyo leo? Yes, watu wako hivyo. Amri za Mungu hazina nafasi ndani ya mioyo yao. Amri za Mungu hazina nafasi ndani ya mioyo yao. Naweza endelea? Ikumbuke siku ya Sabato itakase. Siku 6 fanya kazi, utende mambo yako yote. Lakini siku ya 7 ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako wala binti yako wala mtumwa wako wala mjakazi wako wala mnyama wako wa kufuga wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Ya hiyo ni amri, neno la Mungu. Kukaribisha amri ya Mungu ni kumkaribisha Mariamu, alafu Mariamu amzee Yesu Kristo ndani ya moyo wako. Yesu ni neno la Mungu. Neno la Mungu lizaliwe ndani ya moyo wako. Neno la Mungu ni amri za Mungu. Amri za Mungu zizaliwe ndani ya moyo wako. Zisiwe tu katika moyo, ziwe mpaka kwa akili. Mungu anasema ataziandika hapa kwa moyo na ataziandika kwa akili. Unapomkaribisha Mariamu, unapokaribisha neno, unapokaribisha kanisa, Yesu aingie ndani baada ya toba. Toba ya kutoka kwa moyo kweli, ya kugeuka kutoka kwa vyote na kuamini Yesu Kristo. So kinyume nayo ni kumwambia Mariamu, kaa hapo, nyumba yangu imejaa. Mtu ambaye anasema mimi sina haja na amri za Mungu ni huyu ambaye yuko katika Luka 2:7. Sema Mariamu hakuna nafasi hapa. Yesu asizaliwe, neno la Mungu lisizaliwe, amri za Mungu zisizaliwe, then unaishi maisha ya mwili kabisa. Nezaona faida ya huyu mtoto, faida ya kumkaribisha Mariamu. Mwambia kila kitu changu naondoa, karibu katika nyumba yangu. Yesu azaliwe, neno lizaliwe, amri za Mungu zizaliwe ndani ya moyo wako na hata katika akili zako ziandikwe. Naweza endelea? Maana kwa siku 6 Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya 7. Kwa hiyo Bwana akaibariki siku ya Sabato akaitakasa. Yeah. 12. Naweza soma 12. Waheshimu baba yako na mama yako, siku zako zipate kwa nyingi katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako. Ya Mungu anasema waheshimu wazazi wako. Waheshimu wazazi wako. Mheshimu babako, mheshimu mamako. So mtu ambaye anaishi bila heshima hiyo ni sawa na kumwambia Mariamu kaa huko, nyumba yangu imejaa. Yaani sihitaji amri za Mungu zizaliwe katika moyo wangu. Lakini kumkaribisha Mariamu, faida yake ni kwamba amri za Mungu zitazaliwa katika moyo wako. Utakuwa na nguvu ya kuheshimu wazazi wako, wazazi wa kimwili, wazazi wa kiroho, utakuwa na nguvu ya kuheshimu. Lakini kumwambia Mariamu wewe kaa huko kando ni rahisi. Ni sawa na kusema hizi amri za Mungu mimi sitaki kuziangalia, sitaki hata kuzifuata. Ni sawa na kumwambia Mariamu ondoka hapa, niondolee huyu mtoto wako ambaye ni Yesu Kristo. Maana yake yule aliyekuwa ndani ya tumbo la Mariamu, ukimfukuza Mariamu anaenda naye. Ukimfukuza Mariamu umefukuza neno la Mungu. Ukimfukuza Mariamu umefukuza amri za Mungu. Ukimfukuza Mariamu umefukuza utakatifu, tumeona. Ukimfukuza Mariamu umefukuza uzima wa milele ulio ndani ya tumbo ya Mariamu. Ukimfukuza Mariamu umefukuza baraka ambayo Mungu ametupatia ili tupate toba. Ukimfukuza Mariamu, yule aliye ndani pia umefukuza. Umefukuza ukombozi. Nani atakukomboa tena? Utaogelea kwa dhambi zako mpaka mwisho, alafu utaingia jehanamu. Iko hivyo serious. So ni upate uchungu kwa hawa watu ambao wanaambia Mariamu hakuna nafasi au mtoto kuzaliwa.
Alafu uone huyo mtu ni wewe. Alafu uone ni nini inazuia katika moyo wako kutokumkaribisha Mariamu, ambaye ni kutokaribisha neno la Mungu, kutokaribisha kanisa ili Kristo azaliwe. Waweza endelea? Usiibe. Mungu anasema usiibe. Usiue. Mungu anasema usiue. Usizini. Mungu anasema usizini. Usiibe. Usiibe. Usishuhudie jirani yako uongo. Usimshuhudie jirani yako uongo. Usitamani nyumba ya jirani yako. Mungu anasema usitamani nyumba. Usitamani mke wa jirani yako. Usitamani nyumba ya jirani yako. Wala mtumwa wake, wala mjakazi wake. Nenda hatua kwa hatua. Usitamani nyumba ya jirani yako. Ya Mungu anakuambia usitamani nyumba ya jirani yako. Mungu anakuambia hivyo. Mungu anakuambia usitamani nyumba ya jirani yako. Ukisema nitaitamani, ni sawa kumwambia Maria, ondoka hapa na mtoto wako. Maana huyo mtoto yuko ndani, ndio amri ya Mungu. Kumkaribisha ni sawa kusema asante Mungu, nimepokea hiyo amri. So kukaribisha amri ni kumkaribisha Maria na ni kumkaribisha Yesu Kristo azaliwe ndani ya moyo wako. Ni rahisi sana kumwambia Maria ondoka. Inafanana vipi? Mungu anasema usitamani nyumba ya jirani yako na wewe unatamani, ama mimi natamani. Ni sawa kumwambia hapa nyumba imejaa. Amri ya Mungu isizaliwe hapa. Mungu anasema usizini, na amesema hivyo hamaanishi mambo mengine. Akisema usizini anamaanisha usizini. Akisema usiibe anamaanisha usiibe. Na kumwambia Maria karibu, msae huyu mtoto ambaye ni neno la Mungu. Msae huyu mtoto ambaye ni amri ya Mungu. Ni kukubaliana na amri. Huwezi kuwa haukubaliani na amri na unasema nimemkaribisha Mariamu alafu Yesu amezaliwa. Haiendi hivyo. Kukubaliana na amri ni kukubaliana na kanisa na neno la Mungu, na kusema Mariamu, msae Yesu Kristo ndani ya moyo wangu. Amri izaliwe ndani ya moyo wako. Kwa kutubu dhambi na kuamini damu ya Yesu Kristo na kuoshwa kila dhambi. Ni baraka gani utaipata leo? Ni zawadi gani mtu atakupatia katika ulimwengu huu ambayo imetoka kwa kifua cha Mungu? Baraka gani Mungu atakupatia? Ni nini cha muhimu unatafuta kwa dunia hii? Nini ya maana? Nini ya maana? Nini ya maana hapo unaweza sema nimejipatia hii, nikamweka Mariamu kando, nikamweka Yesu Kristo kando. Ni nini ambao uweza kuienua ukasema hii ni ya thamani kuliko kile ambacho kimetoka kwa kifua cha Mungu, mbingu ya tatu, kikashikishwa mpaka kupitia Mariamu? Nini ya maana? Kila kitu Mungu anasema ni ubatili. Solomon ni tajiri na hakuna kama yeye. Mungu anamshuhudia hivi. Na hakutakuwa na kama yeye. Lakini alipokufa hakuzikwa na mali yake. Maandiko yanasema ikafika wakati wake akafa. Mtoto wake akaendelea. Rehoboam. Na Jeroboam. Kaendelea hivyo. Tajiri mkubwa. Na kusimamisha chochote cha thamani. Alisema yote ni ubatili. Alisema kitu cha maana ambapo mwanadamu ameumbiwa ni kuzishika amri za Mungu. The main duty ya mwanadamu ni kuzishika amri za Mungu. Mhubiri 12 mstari wa 13 14. Hiyo ndio alisema huyu ni tajiri mkubwa kabisa. Hata katika ndoto hakuna mtu anakuja kumfikia. Mungu ameandika hivyo kwa neno. Je, ni tajiri na ni tajiri zaidi ya mtu yote. Hivyo ndio Mungu amesema. So inamaanisha hata kwa ndoto nikilala sitawahi kuja kupata kuota kwamba nimemshinda Sulemani hata siku moja kwa utajiri. Huwezi kumshinda Solomon hata kwa ndoto. Ile ndoto umelala tu ukaota wewe ni tajiri zaidi ya Solomon. Hautawahi kupata ndoto kama hiyo. Lakini alisema nini katika maandiko matakatifu? Aliongea kuhusiana na amri. Naweza kusoma tafadhali? Mhubiri 12 mstari wa 13. Ukifika unaweza soma. Mhubiri 12 mstari wake wa 13. Hii ndiyo jumla ya maneno yote yamekwisha sikiwa. Mche Mungu nawe uzishike amri zake, maana kwa jumla ndiyo impasavyo mtu. Rejelea tena. Mhubiri 12 mstari wake wa 13.
Hii ndio jumla ya maneno yote yamekwisha sikiwa. Mche Mungu nawe uzishike amri zake. Maana kwa jumla ndiyo impasayo mtu. Maana kwa jumla ndiyo impasayo mtu. Ya hivyo ndio Mungu anasema, kwa jumla ndivyo inavyompasa mtu kumcha Mungu na kuzitii amri zake. Huyo ni tajiri mkubwa kabisa. Alimalizia hivyo maisha yake akisema mcha Mungu. So huyo mtoto alipozaliwa, nayo mtoto ni amri ya Mungu. Tumeangalia. So mtoto alipozaliwa, somo lake la kwanza kuhubiri ni toba. Akiniambia mimi na akikwambia wewe, ugeuke kutoka kwa njia mbaya. Waweza soma Mathayo. Mariamu akaja akamzaa huyu mtoto alipozaliwa, somo lake la kwanza kabla kwenda kumwaga damu, mahubiri yake ya kwanza kabla kwenda kunimwagia damu, aliwaita watu wote ulimwengu mzima akiwaambia watubu dhambi zao. Kutubu si hapa tu. Kutubu si mdomo na si kusema na akili. Kutubu ni lazima kwa uwezo wa Mungu ubadilishe mfumo wa maisha yako. Na kama hujabadilisha, hakuna chochote hapo Yesu atazaliwa. Hakuna chochote Yesu Kristo atazaliwa. Hivyo ndio Yesu alihubiri toba kutoka kwa kifua cha Mungu. Na hivyo ndio Mungu anasema hii ndio toba. So toba lazima iwe na kugeuka kutoka kwa kiovu. Kama ugeuki kwa kiovu, hakuna toba hapo. Usiongee kuhusiana na toba kama hujageuka kwa uovu. Na ni kazi ya huyu mtoto ambaye anaitwa Yesu Kristo. Anazaliwa katika moyo wako. Bila alivyozaliwa katika mioyo ya wale waliookoka. Unaweza kusoma Mathayo 4 mstari wa 17. Mathayo 4 mstari wa 17. Tokea wakati huo Yesu alianza kuhubiri na kusema, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Ya mtoto alipozaliwa alihubiri toba, akiwaambia watu watubu. So inafaa nijue kama nitasikia kutoka kwake. Ikiwa namfuata huyu mtoto aliyezaliwa, ikiwa naamini nimemkaribisha huyu mtoto amezaliwa, basi lazima kuna mabadiliko ya mfumo wa maisha ambao umeishi. Kama hakuna mabadiliko katika mfumo ambao umeishi, ni sawa na hujamkaribisha bado huyo mtoto. Manake kumkaribisha huyu mtoto Yesu pia ni kukaribisha kile ambacho alikifundisha. Ninasemaje Yesu ni mwalimu wangu na wakati sijapokea somo lake? Yesu anakuwa si mwalimu wangu. Ili niwe mwanafunzi wa Yesu Kristo, lazima nipokee mafundisho ya Yesu Kristo. Na fundisho la kwanza Yesu Kristo ni anazaliwa ili akupatie toba. Ili anipatie toba. Toba ni nini? Toba ni kugeuka kutoka kwa njia mbaya. Toba ni kuacha njia mbaya kutoka kwa moyo. Ni kujuazi kama sitawacha hizi njia mbaya, ni sawa na kumwambia Mariamu kaa huko nje. Yesu azaliwi kwa moyo. So toba ni nini? Ezekieli, Biblia ya neno, naona itakuwa sawa sawa. Ezekieli 18:30. Biblia ya neno inaweza kuwa sawa. Ezekieli 18, naweza soma mstari wa 30. Ezekieli 18 mstari wa 30. Kwa hiyo nyumba ya Israeli, Mungu anasema nitawahukumu. Kila moja sawa sawa na njia zake. Asema Bwana Mungu Mwenyezi. Mungu anasema tubuni. Yesu alisema tubuni. Kutubu ni nini? Tubuni. Tubuni. Geukeni. Kutoka makosa yenu yote. Ndipo dhambi haitakuwa anguko lenu. So kutubu ni penye Mungu ameiandika. Kumpokea mtoto ambaye ni Yesu Kristo, mpaka upokee somo lake ambao Mungu ameka ndani yake.
mpaka nipokee mafundisho yake kwamba kutubu ni kugeuka kutoka kwa makosa yangu yote yale nimeyatenda, yote yale umeyatenda. Hiyo ndio kumwambia Mariamu, karibu katika nyumba yangu, msaye mtoto ndani ya moyo wangu. Ni sawa na kupokea hili neno, kwamba neno karibu, neno na ndani ya moyo unahuzunika kwa yale maovu umeyafanya na unayajutia na uyataki tena. Naambia mtoto asaliwe ndani ya moyo wako, anakuambia tubu. Ni afadhali akwambie hapa duniani kuliko uende huko mbinguni. Akwambia uliishi maisha ya nasa, kwa nini huko tubu? Sasa anakuambia tubu. Isifikie aje kukwambia kwa nini haukutubu. Na uliyekuwa wazi, niliyekuwa wazi. Utasema alikuwa anafanya nini? Kuna haki ya kibinafsi, ulikuwa hutaki kusikia. Ulijiona pengine unajua zaidi ya Yesu Kristo, ama nilijiona najua zaidi ya hili neno, basi Mungu akakuacha. Kini akiniambia tubu, inafaa nijue, nafaa niache maovu yangu yote kwa uwezo wa neno lake, si nguvu zako, si uwezo wako. Uko na magoti, weka chini magoti yako. Niko na magoti, niweke chini, nimlilie. Nimlilie anihurumie, akuhurumie na kupatie toba. Hiyo wapata toba sasa waanza kuona Mariamu angebisha kwa mlango wangu, ningepiga magoti nimwambie Mariamu na kuomba. Hata si wewe Mariamu unaomba Yesu azaliwe kwangu, mimi ndio nakuomba Mariamu, tafadhali na kuomba Mariamu, ingia huku ndani Yesu azaliwe kwangu. Watu wangeona uthamani wa Yesu Kristo, yule aliyebebwa na Mariamu. Kila mmoja angempata Mariamu, amshikilie mkono, amwambie njoo uzaliwe kwangu. Ya Roho Mungu anaiweka hivyo. Sasa waanza kuona hivyo kwa sababu amri ingezaliwa, utakatifu ungezaliwa, ukombozi ungezaliwa, hekima ya Mungu izaliwe, baraka ya toba izaliwe. Nani atake haya yote? Na unaomba yule mama ndo ameyabeba, mwana wa Mungu azaliwe, yule mama ndo ameyabeba. Baraka iliyotoka kwa kifua cha Mungu izaliwe ndani ya nyumba yako. Nani atake haya yote? Mfalme wa kabila la Yuda azaliwe ndani ya nyumba yako. Nani atake haya yote? Wise men waliona, walitambua, wakaeka haki yao chini, wakaja na zawadi na kumwabudu huyo mtoto, na walipata baraka. Wise men, Mungu anakuita wewe kama hao wise men. Mungu ananiita niwe kama hao wise men, kwa kugeuka kutoka kwa dhambi completely na kuachana nazo, na kumpokea mtoto ambaye anaitwa Yesu Kristo na kumwabudu katika roho na kweli, kwa ile kazi amefanya kwa damu yake. Na si kwenda huku kidogo ulimwengu, kidogo huku hapa katikati vuguvugu, umeokoka lakini watu hawaoni wokovu wako, matunda yako, wanaona haitaki hiyo. Yesu akizaliwa amezaliwa. Yesu kama hajazaliwa hajazaliwa. Mlilie Mungu. Endelea kusikiza injili ya Yesu Kristo. Mstari wa 31, tupilieni mbali. Ezekieli 18 mstari wa 31. Tupilieni mbali makosa yenu yote mliyotenda, nanyi mpate moyo mpya na roho mpya. Kwa nini mfe, nyumba ya Israeli? Mungu anakuambia tupilia mbali makosa yako yote, yatupe. Kwa neno lake anakupatia nguvu ya kuyatupa. Ni ukubaliane tu na neno la Mungu, nguvu ziingie, huzuni ya kiungu ingie. Nijione mjinga, kwa nini nimeishi maisha? Sasa hii ni nini? Hii ni nini sasa? Hii ina thamani ya huyu mtoto. Tupilia mbali kwa uwezo wa Mungu. Yesu azaliwe. So Yesu alipohubiri toba, alisisitiza toba na akasisitiza matunda ya toba. Yesu alichukua dhambi zote. Hiyo ndio kusudi la huyo mtoto. Dhambi zote. Mathayo 1:21. Yesu anazaliwa ili akuokoe kutoka kwa dhambi. Baada ya kukwambia tubu, Yesu anakuonesha kusudi la kwa nini alizaliwa. Yesu alizaliwa akuondoe kutoka kwa dhambi zako, azioshe na damu yake. Yesu amekuja na damu. Wewe umetenda dhambi, yeye yuko na damu. Wewe umerithi dhambi, mimi nimerithi dhambi ya Adam, yeye amekuja na damu. Aioshe. Unaweza kusoma Mathayo 1:21. Mathayo 1 mstari wa 21. Andiko anasema, naye atamzaa mwana, nawe utamuita jina lake Yesu, kwa
maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake kutoka dhambi zao. Maandiko yako wazi. Yesu anazaliwa ili akuokoe kutoka kwa dhambi zako. Very clear. Yesu anakuambia tubu. Yesu ananiambia nitubu. Kwa nini nitubu? Yeye amezaliwa akuokoe kutoka kwa dhambi zako. Na shetani ndio anazuia hivi, ili usione maana ya Yesu kuzaliwa. Amezaliwa duniani akuokoe kutoka kwa dhambi zako. Na ile siku kwa uwezo wa Mungu utakapoamini, hiyo ndio siku Yesu Kristo amezaliwa. Hiyo ndio sikukuu unafaa usherekee kwa kuzaliwa kwa Yesu Kristo kwa moyo wako. Kila mmoja peke yake. Lakini kama hajazaliwa, hauna sherehe ya kusherekea. Hauna sababu ya kurarua chapati, hauna sababu. Hauna sababu ya kusema mimi nasherehekea kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Hauna sababu muhimu, msingi ya kutoka kwa maandiko ya kusherehekea hiyo sherehe. Lakini wale ambao wanafaa washerehekee hiyo sherehe ni wale peke yao ambaye Kristo amezaliwa ndani ya mioyo yao. Hao ndio wanajua raha. Hao ndio wanajua kwa nini wanasherehekea, kwa sababu wamekuwa huru mbali na vifungo vya giza. Wamekuwa huru mbali na jehanamu. Hao ndio wana kitu cha kusherehekea. Pika machapati unakula, unaenda baharini, hiyo ni sherehe ya mwili. Haina tofauti na Moi Day. Haina tofauti na Nyerere Day. Haina tofauti. Haina tofauti. Yesu kuzaliwa ndani ya moyo wako ndio sikukuu. Hiyo ndio sikukuu. Haijalishi ni tarehe gani. Hapo ndio utasema kweli nilikuwa mtumwa wa dhambi, sasa nimekuwa huru. Nilikuwa kipofu, sasa naona. Na kweli umekuwa huru kweli kweli, na tabia zimebadilika kweli kweli. Sema nilikuwa mfungwa wa dhambi, nikaikuwa huru. Maanake iko hivyo hivyo. So si sherehe ndogo, si kitu kidogo Yesu kuzaliwa. Anazaliwa ili akuokoe kutoka kwa dhambi. So ile siku ambao umeokolewa kutoka kwa dhambi, hiyo ndio siku Yesu amezaliwa, na hiyo ndio sikukuu. Na Mungu anakuita kwa hiyo sikukuu. Yohana 1:29, dhambi zote zikachukuliwa na Yesu Kristo. Yohana 1:29. Mpaka ujue kuna dhambi ambayo ulipokea bila kufanya chochote. Ni dhambi ya Adam. Hiyo ndio Yesu aliipokea. Hiyo ndio inaitwa dhambi. Yohana 1:29. Siku iliyofuata Yohana alimwona Yesu akimjia, akasema, tazama, mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Yohana anakuambia tazama, mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Yesu anaitwa mwana kondoo. Mwana kondoo kwa sababu Musa alikuwa analeta kondoo, anaweka dhambi juu ya kondoo, anaweka dhambi juu ya mbuzi. Mbuzi anachinjwa kwa ile damu, dhambi za Wanaisraeli zinaoshwa. Kwa mauti ya mbuzi na kondoo, deni lao la dhambi linalipwa. Wanakuwa huru. Abraham alifanya hivyo, Isaka alifanya hivyo, Yakobo alifanya hivyo, mitume walifanya hivyo. Waliona sikukuu ya kusamewa dhambi. Hiyo ndio sikukuu. Ni vyema kula chapati na unakumbuka ile siku uliyekuwa huru mbali na dhambi, kuliko unakula chapati na kuku na bado uko katika dhambi. Hiyo si sikukuu. Hauna sikukuu. Na kama sina sikukuu, yafani hisi kwamba sina sikukuu, wakati wengine wote wanasherehekea tofauti tofauti kuzaliwa kwa Yesu Kristo ndani ya mioyo yao, siku tofauti tofauti. Nione sina kumbukumbu mimi. Hajazaliwa kwako Januari, hajazaliwa kwako Disemba, hajazaliwa kwako, hajaingia ndani ya moyo wako. Basi nishuke kabisa kwa kugeuka kutoka kwa dhambi. Ni dhambi gani Yesu alibeba? Tunaona Yesu anabeba dhambi. Yohana anakuambia mtazame mwana kondoo wa Mungu achukuaye dhambi ya ulimwengu. Ni dhambi gani hii Yesu anakuchukulia? Dhambi gani ambayo Yesu anaichukua kwa ulimwengu? Hii ni ile dhambi ambayo Adam alikupatia. Hii ni dhambi ambayo umezaliwa nayo. Warumi 5:12. Hii ndio ile dhambi ulipokezwa na Adamu. Yesu anaichukua kwa sababu alizaliwa aje achukue hiyo dhambi kutoka kwa moyo wako na kutoka kwa moyo wangu. Hii ndio kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Nafanya mwambie Mariam, karibu kabisa Mariam. Hata kama wote wamesema kuna nafasi, kwangu kuna nafasi. Mariam, karibu. Yesu anibadilishe kwa toba.
Yesu aniondolee ile dhambi ambayo Adam aliniwekea katika moyo ya kutotii neno la Mungu. Hiyo ndio Yesu anaiondoa. Ili ubaki hauna hiyo dhambi. Ili kusudi la kuzaliwa kwa Yesu Kristo leo limetimia ndani ya moyo wako, Patrick. Naweza kusoma tafadhali? Warumi 5 mstari wake wa 12. Kwa hiyo kama vile dhambi ilivyoingia ulimwenguni kupitia kwa mtu mmoja, na kupitia dhambi hii mauti ikawafikia watu wote, kwa sababu wote wamefanya dhambi. Rejelea tena. Warumi 5 mstari wake wa 12. Kwa hiyo kama vile dhambi ilivyoingia ulimwenguni kupitia kwa mtu mmoja. Mtu mmoja ni Adam, ulimwengu ni moyo wako. Dhambi iliingia kwa moyo wako, Mungu anasema kupitia mtu mmoja ambaye anaitwa Adam. Na kupitia dhambi hiyo mauti ikawafikia watu wote. Mauti ikakufikia, mauti ikanifikia, mauti ikafikia watu wote. Kwa sababu wote wamefanya dhambi. Wote wamerithishwa ile dhambi ya Adam. Ni warithi. Wewe ni mrithi, mimi ni mrithi wa dhambi ya Adam. Ndio maana Yesu anazaliwa aje aondoe hiyo urithi ambao Adam amekupatia. Hiyo dhambi ya kukupeleka jehanamu. Yesu anazaliwa aje aiondoe. Mariamu anabisha. Kanisa, neno la Bwana linabisha. Nakwambia kubaliana na neno la Yesu Kristo. Yesu azaliwe. Kubaliana na maandiko kwamba Yesu anazaliwa ili hiyo dhambi Adam aliweka kwa moyo wako, huo urithi wa dhambi hauondoe. Yohana 1:29, Yohana anakuambia tazama, usitazame ulimwengu sasa, usitazame tamaa za ulimwengu, usitazame tabia zako chafu. Yohana anakuambia mtazame Yesu Kristo, mwana kondoo wa Mungu achukuae dhambi ya ulimwengu. Ile iliingia kwa ulimwengu na Adam, ndio hiyo Yesu amezaliwa afanya nini? Haitoe. Hiyo ndio kuzaliwa kwa Yesu Kristo, na hiyo ndio sikukuu. Kuamini kwamba Adam aliasi katika bustani mwa Edeni, moyo wangu ukapokea dhambi. Nikazaliwa na dhambi. Zaburi ya 51:5, hiyo dhambi ambayo tumezaliwa nao, hiyo ndio Yesu alitoa. Yesu anazaliwa aiondoe hiyo. Yeye kuzaliwa na dhambi. Mimi na wewe tumezaliwa na dhambi. Amezaliwa ili aje kutoa ile dhambi ambayo sisi tumezaliwa nayo. Ndio maana kuzaliwa na dhambi. Angezaliwa kama sisi angezaliwa na dhambi, na ingekuwa ni ngumu Yesu kuchukua dhambi yetu, kwa sababu yeye ni mwenye dhambi, sisi ni mwenye dhambi. Lakini yeye anazaliwa bila dhambi, anatoka kifua cha Mungu kwa mbingu ya tatu, anaingia kwa tumbo ya mwanamke, anajipeana anyonye kwa kifua cha mwanamke, anajipeana mwili wake siku ya 8 atairiwe, ili wewe na mimi tutairiwe ndani ya mioyo yetu. Angalia hizi sadaka ambazo Bwana Mungu anazifanyia kwa sababu yako na kwa sababu yangu. Angalia hizi sadaka anazifanya. Anajiweka kabisa kama mwanadamu ili upate tuhara ya moyo, ili unyonye neno, unyonye maziwa, si kutoka kwa Mariamu, lakini unyonye maziwa ambayo ni neno la Mungu, safi na pure. Hizi zote ni sacrifice ameziweka chini kwa ajili yako. Haziwezi kunitingisha nifikirie sahihi yafani ya cha ulimwengu kwa hizi sacrifice ambao Yesu ananifanyia. Unaweza soma tafadhali Zaburi ya 51:5. Tuko mbali kumaliza. Zaburi ya 51 mstari wake wa 5. Hakika mimi nilizaliwa mwenye dhambi. Mimi nilizaliwa mwenye dhambi. Mwenye dhambi tangu nilipotungwa mimba kwa mama yangu. Mwenye dhambi tangu nilipotungwa mimba kwa mama yangu. Mungu anasema mimi na wewe ni wenye dhambi tangu tulipotungwa mimba. Lakini Yohana 1:29, Yesu anazaliwa ili hiyo dhambi iliyoingia kwa moyo wako na wangu tangu ile siku tulipotungwa mimba kwa mama zetu, hiyo ndio dhambi Yesu anaichukua. Yohana 1:29, hiyo dhambi ya Zaburi 51:5 ndio Yesu alikuja kuichukua. Siku iliyofuata Yohana muona Yesu akimjia, akasema tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Hiyo Yesu Kristo alichukua. Hiyo ndio sikukuu, na hiyo ndio sababu ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Kuja kukuondolea dhambi uliyoipokea kutoka kwa Adam, na mimi vile vile.
Alafu pia kuna matendo maovu ambayo umefanya. Matendo maovu ambayo mimi nimefanya. Isaia 53 mstari wa 6. Yale matendo machafu naweza kusoma. Yale matendo machafu tumeyafanya. Yale tumetenda. Nimeenda hapa, nimelewa, nimelala na mwanamke. Wagalatia 5:19 yale matendo ya mwili. Yale sisi wenyewe tumetenda. Yale wewe mwenyewe umetenda. Umevunja amri za Mungu, hujatiwa sasi. Nimeenda nikapigana hapa, nimeenda nikaiba, nimeenda nikatukana. Zile nimeenda nikatamani siku siwezi eka sabato, nimekuwa na miungu mengine. Yaani yale yote ambayo wewe umeyafanya, yale yote ambayo mimi nimeyafanya, yale yote ambayo nyinyi mmeyafanya kwa kuvunja amri za Mungu. Matendo yako sasa si dhambi ya Adam. Yesu amezaliwa na akachukua dhambi ya Adam. Sasa anasema si dhambi ya Adam peke yake nimechukua, bali pia yale matendo machafu wewe na mimi tumeyafanya, hayo pia amechukua. Na huyo ndo alikuwa anataka azaliwe na watu wanasema hakuna nafasi. Mpaka leo utasema hivyo. Naweza soma tafadhali? Isaya 53 mstari wa 6. Sisi sote kama kondoo tumepotea. Sisi sote kama kondoo tumepotea. Kila mmoja wetu amegeukia njia yake mwenyewe. Kila mmoja wetu amegeukia njia yake mwenyewe. Naye Bwana Mungu aliweka juu yake maovu yetu sisi sote. Naye Bwana Mungu alichukua maovu yako yote na yangu yote akaweka juu ya mwanae ambaye ni Yesu Kristo. Ili wewe ndani ya moyo usiwe na dhambi ya Adam, mimi nisiwe na dhambi ya Adam, na nisiwe na maovu ambayo tumeyafanya kinyume na amri zake. Uwe mtu msafi mtakatifu mbele za macho yake. Hiyo ndio sikukuu. Amen. Hapo ndio hata nikila kuku nakumbuka Januari kile ambacho Yesu alinifanyia. Amen. Hata iko unakula sima na mkunde, lakini ndani ya moyo uko na sikukuu kwa sababu umepata toba na Yesu akapata kuzaliwa ndani ya moyo wako. Haijalishi ni tarehe gani. Tokeo la Yesu kuzaliwa, hiyo ndio unafaa usherekee. Hiyo maovu yako yote kabisa. Na Mungu anakuambia yaweke kwa kaburi la sahau. Yesu ameondoka nayo. Mungu akaenda kayahukumu kwa mwili wa Yesu Kristo. Damu ikamwagika kwa mwili wa Yesu Kristo. Maji yakatoka kwa moyo wa Yesu Kristo. Yesu ana moyo mpana sana wa msamaha. Hata alipodungwa mkuki, damu ilifanya nini? Ilitoka. Damu inamaanisha dhambi zako zote na zangu zitaoshwa na damu yake. Ni moyo mpana wa Yesu Kristo. Ndio maana hata moyo wake ulipodungwa, kila ambacho kiko ndani ya moyo kilitoka. Kiashiria hata kabla kudungwa mkuki alikuwa na moyo mpana, upate toba na upate kusamehewa. Hata akidungwa mkuki, yale ambayo anafaa kusamehe bado yanatoka kwa moyo wake. Amen. Bado anakuonyesha moyo wake hata akiwa amekufa, anakuonyesha moyo wangu ni huu, hii damu uoshwe, alafu maji yanatoka, ubatizwe. Amen. Utapata wapi baraka kama hii? Na huyo ndo anambia usizaliwe kwangu. Kwa nini asizaliwe kwangu? Njoo uzaliwe kwangu. Nimbembeleze Maria, nimshike Maria mkono, nimshike Yosefu, niwaambie tafadhali kama Abraham vile alikuwa anafanya. Anasema tafadhali bwana zangu Mungu, msinipite. Njooni niwaoshe miguu. Na anaosha miguu, Mungu anampatia Abraham miguu yake. Akiwa amevaa mwili. Basi nafaa nione hivyo kwa sababu Mariamu amebeba Mungu ndani yake, Mungu mwana ambaye ni Kristo Yesu. Basi nafaa nimshike Maria mkono na Yusufu. Niombe tafadhali, nataka huyu mwana Mungu Emmanuel azaliwe ndani ya nyumba yangu. Azaliwe, wachane na wote ambao wamemkataa. Mimi nimeona kitu ambacho Mariamu Mungu amekeka ndani yako. Nataka hicho kizaliwe. Haki, utakatifu, toba, ondoleo la dhambi, msamaha, uzima wa milele, baraka zote za kiroho na kimwili. Emmanuel azaliwe. Nini ya maana katika ulimwengu huu? Miaka 70, 80 na sasa tushakula karibu 40 wengine na 50 wengine. Umebakisha ngapi? Si guarantee umalize hiyo. Nini ya maana? So maovu yetu yakaekwa kwa Yesu Kristo, Yesu akaekwa msalabani, Mungu akaihukumu. Warumi 8 mstari wa 3. Yohana
Pia 19 mstari wa 34 naweza kusoma Warumi. Mwingine akasoma Yohana. Yohana 19 mstari wa 30. Waweza anza Warumi kwanza. Warumi 8 mstari wake wa 3. Kwa maana kile ambacho torati haikuwa na uwezo wa kufanya. Kwa maana kile ambacho torati ni sheria, haikuwa na uwezo wa kufanya. Kwa vile ilikuwa dhaifu katika mwili. Ilikuwa dhaifu katika mwili. Mungu kwa kumtuma mwanawe mwenyewe. Mungu kwa kumtuma mwanawe mwenyewe. Mwanawe ni Yesu Kristo. Kwa mfano wa mwanadamu mwenye mwili ulio wa dhambi. Kwa mfano wa mwanadamu mwenye mwili ulio wa dhambi. Kwa ajili ya dhambi. Na kwa ajili ya dhambi zako na dhambi zangu. Yeye alihukumu dhambi katika mwili. Mungu alihukumu dhambi zako. Mungu alihukumu dhambi zangu katika mwili wa Yesu Kristo. Na hiyo ndio sikukuu. Mahali dhambi zako zimehukumiwa, mahali dhambi zako mahali zimeandikwa katika vitabu vya matendo, zimeoshwa na zimefutwa na damu ya Yesu Kristo. Mungu anasema sikumbuki kama uliwahi kutenda dhambi. Mungu anasema sikumbuki kama uliwahi kurithi dhambi. Mungu anasema sikumbuki kama uliwahi kutenda maovu, kwa sababu alizihukumu. Alipiga kila dhambi, alipiga kila uovu katika mwili wa Yesu Kristo. Anakuambia geuka uone sikukuu. Geuka Yesu azaliwe ndani ya huo moyo kwa kuamini kwamba dhambi zako zote Mungu alizihukumu kwa mwili wa Yesu Kristo. Tarudia tena mwalimu. Rejelea. Kwa maana kile ambacho torati haikuwa na uwezo wa kufanya. Haikuwa na uwezo wa kufanya. Ya, torati ni sheria. Mungu akisema usizini, ulikuwa uwezi kuishi na hiyo. Ilikuwa lazima ujipate unazini. Mungu amekwambia usiibe, unajipata umeiba. Mungu anakuambia usishuhudie uongo, unajipata umeshuhudia uongo. Mungu anakuambia waheshimu wazazi wako, unajipata huwezi kuheshimu wazazi wako. Unajipata tu na kinyume na amri za Mungu, kwa sababu mwili hauwezi kutii amri ya Mungu. Amri ni takatifu. Sisi ni uzao wa dhambi. Wewe ni mti mbaya toka tumboni, mimi ni mti mbaya toka tumboni. Tukiamua tusitoe matunda mabaya, hatuwezi. Tunajipata tunatoa matunda mabaya. Tunajipata tunatoa matunda mabaya. Tunajipata tunatoa matunda mabaya. Mungu anasema hatungeweza, wala hakuna mtu amewahi kuweza kuitii sheria kwa ukamilifu. Mungu anamtoa Yesu Kristo sasa. Anasema kwa sababu umevunja amri yake, tumevunja amri yake ya kufanya maovu na kumtendea dhambi. Mungu anachukua hizo dhambi ambazo tumevunja sheria yake, anaziweka kwa Yesu Kristo. Umeelewa? So yale makosa umefanya, usiibe umeiba, usizini umezini, haungeweza kuishi na sheria. Mungu amechukua hizo dhambi ambazo unafaa hukumiwe, akaziweka kwa Yesu Kristo. Alafu akazihukumu kwa Yesu Kristo. So ikawa wahesabiwa haujavunja sheria ya Bwana. Wahesabiwa kwamba haujawahi kuzini. Anakuhesabia haujawahi kutokuheshimu wazazi, kwa sababu uliposhindwa haukuwatii wazazi kwa sababu haungeweza. Mungu alichukua hilo kosa akaliweka kwa Yesu Kristo na akalihukumu, akakuhesabia wewe si mvunja sheria, wewe ni mtenda haki kwa sheria yake yote. Kwa nini? Kwa sababu amehukumu kosa lako na kosa langu katika mwili wa Yesu Kristo. Sasa hata kuitisha kosa, hata kuhukumu tena kwa hilo kosa ulilolitenda. Hii ndio inaitwa justification. Inaitwa umehesabiwa haki kwa kuhukumiwa kwa Yesu Kristo. Alafu anachukua amri hizo, anaziweka kwa moyo wako na anaziweka kwa moyo wangu, zinakuwa amri za kiroho, inakuwa sheria ya kiroho, na anaziandika katika mind yetu. So zinaandikwa kwa mind na zinaandikwa kwa moyo. Bado usiue, inabaki usiue, lakini haiko kwa mwili, iko ndani ya nini? Imeandikwa katika moyo wako, na unakuwa Roho Mtakatifu, unakuwa na nguvu sasa kupitia Roho Mtakatifu ya kutokuzini, ya kutokuheshimu wazazi, ya kutokuiba. Unajipata sasa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu unatembea katika sheria za kiroho za Mungu ambazo bado hazibadiliki. Umeelewa? So kosa yote ambayo umewahi kufanya kwa sababu haungeweza kushika sheria ya Bwana, ulitendea tu dhambi kabisa, zote zimechukuliwa zikawekwa kwa Yesu. Alafu Mungu akahukumu. Akamhukumu Yesu, wewe umezini,
Mungu akamwambia Yesu, umezini. Akampiga Yesu. Wewe umeiba, umevunja amri ya Mungu, mimi pia. Mungu akamwambia Yesu, umeiba kwa sababu mimi nimeiba. Mungu akampiga Yesu Kristo kwa uizi wako na wangu. Mungu akikuangalia wewe na mimi hatujaheshimu wazazi, Mungu akachukua hiyo hatia akaiweka kwa Yesu Kristo. Akamwambia Yesu, hujaniheshimu mimi mzazi. Mungu akafanya nini? Akampiga Yesu Kristo. Wewe unaona makosa ni yako na yangu. Alafu kwa damu ya Yesu Kristo Mungu akafuta hizo dhambi zako zote. Akasema kwa damu ya Yesu Kristo Mungu akumbuki dhambi yako yoyote. Akumbuki uovu wako wowote. Hivyo ndio Mungu anasema. Alafu anachukua amri sasa, anaziweka kwa moyo, anaziandika kwa moyo, anaziandika kwa mind. Anaziandika katika akili yako. Anakupatia Roho Mtakatifu. Anakuambia nenda katika amri zangu. So hivyo ndio Mungu anamaanisha hapo. Ukisoma mstari wa 4. Hatukuwa tusome lakini kwa sababu hilo swali, Warumi 8:4. Warumi 8 mstari wa 4. Ili haki ipatikanayo kwa Torati, ili haki inayopatikana kwa ile Torati itimizwe ndani yetu sisi. Itimizwe ndani yetu sisi. Ambao hatuenendi kwa kufuata mwili. Ambao hatuenendi kwa kufuata mwili, bali kwa kufuata Roho wa Mungu. Bali kwa kufuata Roho wa Mungu. Kutimizwa ni inaandikwa katika vibao vya moyo. Baada ya Yesu kuosha dhambi, kuosha hatia, inaandikwa katika moyo. Unakuwa haungangani eti nikiangalia mwanamke nasikia hivi, inakuwa haiko hiyo. Inakuwa iko kwa nini? Kwa sababu ile amri, ile haki ya usizini, ukimwangalia mwanamke tu kwa lengo la kumtamani umezini naye, hiyo haki ya kutokuzini imekuwa ndani. Unajipata uko na nguvu ya kuishinda ukiwa unaenenda katika neno. Lakini hata kama imeandikwa lakini ueneni katika neno, utashindwa tu kama mtu mwingine, jambazi yoyote mwingine. Utashindwa. So Yesu alimwaga damu hapa. Yesu anaonyesha moyo wake mpana. Kabla Yesu aende msalabani, hata kabla adungwe mkuki, Yesu alikuwa anakuambia tubu, nikuoshe na damu. Huo ndio moyo mpana wa Yesu Kristo. Anakuambia tubu, geuka kutoka kwa makosa yako. Niko tayari na damu hapa, nikuoshe, nikusafishe. Moyo mpana. Yule mwizi alipopata toba tu pale msalabani, Yesu alimwambia leo nitakuwa na wewe paradiso. Leo nitakuwa na wewe paradiso. Moyo mpana wa Yesu Kristo ni huo. Yaani kipimo si kigumu sana. Kipimo si kigumu. Ni moyo tu ndio unakuwa mgumu. Yule mwizi aliokolewa. Aliokolewa kwa sekunde. Yesu nikumbuke utakapoingia katika ufalme wako. Yesu anamwambia leo nitakuwa na wewe paradiso. Yesu ameondoka naye. Nini ngumu hapo? Mungu hawezi kupatia kitu kigumu, utashindwa. Maandiko yanasema hatujaribiwi hata zaidi ya kipimo chetu. Mungu anatupatia kile ambacho kinatutosha. Neema imeshuka, ipokee. Yesu azaliwe. Weza soma Yohana 19:34. Weza anza 33. Yohana 19 mstari wake wa 33. Lakini walipomkaribia Yesu, wakaona ya kuwa amekwisha kufa, hivyo hawakuvunja miguu yake. Badala yake mmoja wa wale askari akamchoma mkuki bakuli, na mara pakatokea damu na maji. Zarejelea tena. Lakini walipomkaribia Yesu, hao masari walipomkaribia Yesu, wakaona ya kuwa amekwisha kufa. Kaona kwamba Yesu ashakufa. Hivyo hawakuvunja miguu yake. Paka hapo. Mbona Yesu anakufa mapema? Yesu anakufa mapema. Yesu alipitia dhiki kubwa kweli. Alipitia dhiki kuu. Dhambi zote zilikuwa zimefinywa kwake. Haya yote ni kweli. Na zaidi alikuwa na mateso makubwa zaidi. Kweli kabisa. Lakini pia ifaa uelewe kitu kimoja. Mshahara wa dhambi ni nini? Mauti. Yesu akifa ndio deni lako la dhambi litafanya nini? Litalipwa. Yesu anakufa haraka mpaka Pilato anashangaa. Alishangaa Yesu amekufaje haraka? Ya kuna ule uzito wa kiroho alikuwa anapitia. Kweli angekufa haraka. Pia kuna moyo mwingine hapa Mungu analeta.
Yesu anakufaraka ndio alipe deni lako la dhambi haraka. Yesu yuko tayari kufanya kila kitu kwa wepesi. Uingie paradiso haraka. Upate uzima wa milele haraka. Yesu anakufa haraka. Sio kuna sababu zingine ya dhambi za ulimwengu zilikuwa zinamlemea Yesu Kristo, damu ameifuja. Yale mateso amepitia kweli yanakufa haraka, yanamfanya pia haraka katika ulimwengu wa kimwili. Lakini pia tukiangalia ndani kwa ulimwengu wa kiroho, Mungu anasema mshahara wa dhambi ni mauti. Yesu achelewi. Yesu anasema dhambi yao inalipa kwa mauti yake. Anawalipa haraka, analipa haraka hiyo mauti ili usamehe dhambi haraka. Sasa zingine tumekuwa tukifanya kazi kwa matajiri. Unaje tajiri ambaye yafoli kwe mwezi siku ya 30, si ndio? Akulipia haraka sana. Wewe unafurahi ndani ya moyo. Lakini upate tajiri ambaye anakuchelewesha. Anafaa kulipe siku ya 30, yeye anapita. Anaenda mpaka tarehe 15. Huyo tajiri utamfurahia? Lakini tajiri ambaye kabla tarehe 30 hasa kulipa tarehe 25, wewe utafurahi kwa sababu kila mmoja anataka alipwe haraka mapema. Umeelewa? So Yesu anakuwa huyo. Yesu anataka kulipia haraka mapema. Je, uko na huo moyo wewe? Je, mimi niko na huo moyo wa kupokea msamaha haraka na mapema? Kama nataka ni relax kwa dhambi zangu, huku Yesu anaharakisha alipe deni lako na mauti yake haraka ili asidaiwe. Azingine wanaingia matatu kama mtu mwingine yote, najua pia kuna hii tabia. Uko umeshika coins hivi zinakusumbua, unataka tu umpe dereva tu, umpe conductor umalizane naye. Unampatia tu ashuka, unamalizana naye. Kazi nyingine wanijua kidogo unaenda kusama, hautaki kuendelea kufanya biashara. Ukiingia tu matatu, wewe ndio wa kwanza kumpatia conductor. Shika ama tuktuk, shika. Mtaka umalizane naye. Yesu pia anafanya hivyo. Mshahara wa dhambi Patrick ni mauti. Yesu analipa mauti yake haraka ili dhambi zako zote na zangu zote zilipwe in advance haraka mapema. Upate toba mapema. So usijidrag, usichelewe. Mstari wa 34. Yohana 19 mstari wa 34. Badala yake mmoja wa wale askari akamchoma mkuki ubavuni. Mara pakatoka damu na maji. Yesu alipochomwa mkuki, kitu cha kwanza kile kilitoka ni damu. Moyo wa Yesu kidungwa, kile ambacho kinatoka kwa moyo wa Yesu ni damu. Damu kazi yake ni nini Patrick? Ni kukuosha dhambi zako zote. Ni kuniosha dhambi zangu zote na usiziregelee. Hiyo ndio kazi ya damu. Mathayo 26:28. Hiyo ndio kazi ya damu. Ile damu inatoka kwa mwili wa Yesu Kristo. Hiyo ndio kazi yake na inafaa uamini hiyo kazi yake. Karibisha Mariam, karibisha neno. Unaweza kusoma tafadhali? Mathayo 26 mstari wa 28. Hii ndiyo damu yangu ya agano. Yesu anasema hii ndiyo damu yangu ya agano. Imwagikayo kwa ajili ya wengi. Imwagikayo kwa ajili ya wengi. Kwa ondoleo la dhambi. Moyo mpana wa Yesu Kristo. Ni damu imwagike upate ondoleo la dhambi. Nipate ondoleo la dhambi. Moyo wa Yesu Kristo. Sifai kushuka katika moyo. Mpaka msalabani Yesu analeta wazi moyo wake. Picha ambayo iko katika moyo wake ni usamehe dhambi kwa kutoa damu katika moyo. Wewe utasema hii ya mikono haikutosha, hii ya miguu haikutosha, pengine ya kichwa haikutosha. Yesu paka anadungwa mkuki, anamwaga paka damu kwa moyo wake. Maji pia yalitoka, kazi ya maji ni kudhihirisha imani kwa ubatizo. Mungu akikuzungumzia katika moyo na ukiwa huru na dhambi kweli kutoka kwa moyo, inafaa udhihirishe imani kwa ubatizo. Marko 16:16 bado ni moyo wa Yesu Kristo. Damu ni ya kukuosha, maji ni ya kudhihirisha imani katika kile ambacho Mungu amekipanda ndani ya moyo wako kupitia Roho Mtakatifu. Marko 16:16 Yoyote aaminiye na kubatizwa ataokoka, lakini yeye asiyeamini atahukumiwa. Mungu anasema atakayeamini hayo yote ambayo amesikia kuhusiana na Kristo Yesu basi ataokoka, na asiyeamini Mungu anasema atahukumiwa. Yoyote aaminiye na kubatizwa
kubatizwa ataokoka. Yote aaminie na kubatizwa ataokoka. Yote asiamini atahukumiwa. Yule ambaye ataamini atahukumiwa. Yesu baada ya kufa alifufuka. Alifufuka ili uhesabiwe haki. Yesu alifufuka. So ina maana kile ambacho kilikuwa kimekufa kimefufuka ndani ya moyo wako. Alafu unakuwa hauishi tena maisha ya machafu, maisha ya watu waliokufa katika dhambi. Unaishi maisha matakatifu kwa sababu Yesu alifufuka. So nisiseme naamini nimeokoka ama unaamini umeokoka na unaishi maisha ya wafu. Yesu hakumalizia tu kufa tu, Yesu alifufuka. Ina maana inapaswa uishi maisha masafi ndani ya Kristo Yesu, kwa sababu mtu akifufuka afufuki peke yake, anafufuka na Yesu. Ukiwa umefufuka na Yesu, basi utaishi maisha kama Yesu Kristo, ukitembea katika neno na kudumu katika mafundisho. Tukimalizia Warumi 4:25, ambaye alitolewa kwa ajili ya makosa yetu na kufufuliwa ili mpate kuhesabiwa haki. Warumi 4:25, ambaye alitolewa kwa ajili ya makosa yetu na kufufuliwa ili mpate kuhesabiwa haki. Alifufuliwa ili pate kuhesabiwa haki. So haki inamaanisha ni ule wema wa Mungu, ni yale matendo mema ya Mungu. So Yesu alipofufuliwa, wewe ulifufuliwa pia na Yesu Kristo ili uishi maisha masafi na ya haki. Na hilo likifanyika kwa moyo, then utaweza kuishi maisha masafi. Itakuwa ni ushuhuda kwamba unaishi maisha ya ufufuo wa Yesu Kristo. Kwa yale matunda masafi yatakuwa yanatoka, yanaonekana kwako. Na kama matunda ni mabaya, inamaanisha inafaa uzidi kunyenyekea, uzidi kusikiza injili ya Yesu Kristo ili Kristo azaliwe. Tuamini tuombe. Takatifu wa Israeli, asante kwa mengi ulionena Bwana kupitia siku kuu ambayo Kristo anazaliwa ndani ya mioyo ya wanadamu. Bwana Mungu, wale ambao hawajapata sherehe hii, nenda ukawapatie sherehe hii. Wapatie leo, wapatie kesho, wengine wapatie hata kabla mwaka uishe, wengine wapatie Januari Bwana, wengine wapatie Bwana hata Februari, wengine wapatie April, May, June, July Bwana, wengine wapatie hata August Bwana. Kulingana tu na rehema na neema zako Bwana. Mungu, tunaona hata Yesu anakufa haraka haraka Bwana, tayari kabisa mapema kulipa deni letu la dhambi Bwana. Mungu tusaidie Bwana, tuhurumie Bwana. Ulimwengu laiti Bwana ungeweza kumuona Maria na kila alichokibeba Bwana kwa ulimwengu wa kiroho Bwana. Kila mmoja angemngangania Mariamu Bwana azae katika chumba chake Bwana. Mungu, asante kwa zawadi hii ya thamani iliyotoka kifuani mwako. Mungu, nenda ukabadilishe wengi, nenda ukaokoe wengi, nenda ukafungue wengi, na ni kwa jina lake Yesu Kristo. Yala tujaomba, Yesu aliyekaa mkono wa kuume wa Mungu. Sifa na utukufu ni kwako, ushindi ni zako Bwana. Nakushukuru Bwana. Jidhihirishe Bwana kwa watu hawa Bwana. Jidhihirishe Yesu Kristo. Tupatie hata siku kuu Bwana, katika hiyo siku kuu Bwana tupeleke Bwana tukasherekee. Hata leo Bwana, hata kesho Bwana. Tukuze Bwana. Kwa jina lake Yesu Kristo tumeomba tukishukuru. Amen. Sema neema. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forever. Amen. Baba yetu, Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever and ever. Amen.